Lift up your voice and appreciate him again. Inua sauti yako mshukuru Mungu You know tena. that you are the light of the world. Kama unajua wewe ni nuru ya ulimwengu. That is set on high that cannot be hid. Mji ulioko katika kilele cha mlima hauwezi kufichika. Unajua una kibali cha Mungu. Give him the honor and adoration. Mpe Mungu utukufu wa dhama. Thank you, Lord, for bringing us again into your presence. Asante Mungu kwa kutuleta katika uwepo wako tena. Thank you for the first service. Asante kwa ajili ya ibada ya kwanza. Thank you for this second service. Asante kwa ibada hii ya pili. Thank you for all you have done. Asante kwa yote ambao umeyatenda since the year began. Tangu mwaka umeanza. Bringing us into the 10th month of the year. Umeingiza katika mwezi wa 10 wa mwaka. Of October. Mwezi wa 10. Lord, a lot have happened in the course of the year. Bwana, mengi yametokea katikati ya mwaka hapa. You gave us life. Umetupa uhai. Lord, you preserve us. Bwana, umetuhifadhi. You saved the country from the calamity caused by coronavirus. Umeokoa nchi na pigo la corona. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako takatifu. Lord, we have every cause to say thank you. Baba, tuna kila sababu ya kushukuru. And thank you. Na asante. And thank you. Na asante. And thank you again and again. Na asante tena na tena. Blessed be your holy name. Barikiwe jina lako We takatifu. worship your holy name. Tunaliabudu jina lako takatifu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu On Kristo. this covenant day of favor, katika siku ya kiagano ya kibali. I want you to pray this prayer. Nataka uombe ombi hili. We prayed it in the first service. Tuliomba katika ibada ya kwanza. Is it Psalm 106 verse 4? Or they are about to say, Zaburi ya 106 mstari wa 4. Oh Lord, remember me. Nasema Bwana unikumbuke. With the favor. Kwa kibali. That bearers to thy people. Ulichokuwa nacho kwa watu wako. Visit me. Unijilie. In this service. Katika ibada ya leo nijilie, nitembelee. Nikumbuke kwa kibali chako. Remember me with your favor. Nikumbuke kwa kibali chako. In the first service I said, ibada ya kwanza nilisema, you can pray the favor of God down. Unaweza ukaomba ukapata kibali cha Mungu. You don't wait for it, you pray it. Hausubiri kupata kibali bali unaomba ili upate kibali. In Job chapter 33 verse 26. Ayubu 33 mstari ule wa 26. He shall pray unto God. So utamwomba Mungu. And he will be favorable. Naye atapatikana. It's God that gives favor, you shall pray. Utaomba. And God shall be favorable. Na Mungu naye atakujilia. Put Psalm 106 verse 4 again. Lift up your voice and pray. Na sauti yako na uombe. Lord, Bwana, remember me with your favor today. Nikumbuke kwa kibali chako. On this covenant day of favor. Kwa hii siku ya kibali. Remember me with your favor. Nikumbuke kwa kibali chako. In my business favor. Kwenye biashara yangu kibali. Family favor, in my kwenye career. familia kibali, kwenye taaluma kibali. Remember me with your favor. Nikumbuke kwa kibali. Remember me Jesus with your favor. Yesu nikumbuke kwa kibali. Nitembelee. The Lord visited Sarah as he have said. Bwana alimtembelea Sara kama alivyosema. The Lord did unto Sarah as he have spoken. Bwana akamtendea Sara kama alivyosema. Lord, that it is our season of favor. Umesema ni majira yetu ya kibali. Our covenant day of favor. Siku yetu ya kiagano ya kibali. Remember me with favor. Nikumbuke kwa kibali. And in this last quarter of the year, katika robo hii ya mwisho ya mwaka, everything about me speak favor. Kila kitu kuhusiana mimi kinene kibali. Remember me with your favor. Nikumbuke kwa kibali chako Bwana. Breketelia balaba. Malubo lando brekatobalia baba baba. Remember me with your favor. Bwana nikumbuke kwa kibali chako. Visit me. Is somebody praying to God? Kuna mtu anaomba kwa Mungu. He said, I will give these people favor. Asante wapa watu wa kibali. The side of the Egyptians. Machoni pa and it shall come to pass that when they go, they shall not go empty. Watapondoka wataondoka mikono mitupu. Mulubundili buendo breke tobalia. Allah, 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 abrando, ebrande kali sokita, brando. And say he shall pray unto the Lord and he shall be favorable. Anasema utamwomba Mungu na Mungu atakuitikia. Molinde, 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 molinde. Molikaba, bondi sokita, bralisho liaba. Lord, let every garment of disfavor and misfortune, every garment of shame and reproach, let it be removed in the life of your people. Put upon us the garment of favor. He said, for his anger endureth but for a night, but in his favor is life. Weeping may endure for the night. The favor that will terminate tears from our eyes. Lord, remember us your favor. Thank you, Jesus. We give you all the glory. Tunakupa utukufu wote. Send your word to us. Tutumie neno lako.
Jesus, send your word to us. Yesu, tumie neno lako. The word of God Neno la Mungu impart upon us lituingizie the spirit of favor. roho ya kibali. Say the word I speak unto you, they are spirit and they Maneno are life. nawaambia ninyi ni roho ni uzima. Oh, yakatalabalia. Lord, send your word. Bwana, tuma neno In lako. this second service, send Katika your ibada hii word. ya pili, tuma neno lako. The word that will impart the spirit of love. Neno litakalotuingizia roho ya God upendo. have not given us the spirit of fear, but of love, Bwana, hujatupa roho ya of woga bali ya power, and upendo, of a sound mind. ya nguvu na ya moyo wa Thank kiasi. you, Jesus. Asante Yesu. Blessed be your holy name. Ibariki jina lako Wave your takatifu. hand and appreciate him. Punga mikono yako kwa Kristo na mtukuze. We have come with open hands, so let the ancient world depart. We have come with open hearts, so let the ancient world depart. Say we have come with open hearts, so let the ancient world depart. Ancient world, ever true, changing me, changing us. Say we have come with open hearts, so let the ancient world. Oh, ancient world, ever true, it is changing me, and it's changing you. We have come with open hearts, so let the ancient world depart. Long prison, for our war, in this war, every sound with wars on heart, and the ancient world, words of life, words of hope, give us strength, help us fall in this war, wherever roam, ancient world, we guide us. Oh, ancient world, ever true, it is changing me, and it's changing you. Oh, we have come with open hearts, so let the ancient world, oh, ancient world, ever true, it is changing me, and it's changing you. Oh, we have come with open hearts, so let the ancient world depart. Thank you, Jesus Christ of Nazareth, Asante Yesu wa Nazareti for bringing your people again. kwa kuwaleta watu wako tena. Bless them by your word Wabariki kwa neno lako. and favor everyone on every Mpe side. kila mmoja kibali pande zote. Thank you, Abba Father. Asante Baba,
In Jesus' name. katika jina la Yesu. It's my year of breaking Mwaka limits. wangu wa kuvunja mipaka. You are welcome. Help me Unakaribishwa. welcome your neighbor. Nisaidie kumkaribisha jirani Tell your yako. neighbor happy new month. Mwambie heri ya mwezi mpya. God bless you. Mungu akubariki. Be seated in his presence. Keti katika uwepo wake. With Jesus' joy, I welcome you Kwa furaha Yesu nakukaribisha to the month of October 2020, katika mwezi wa 10 mwaka the 2020. first month of the last quarter of the year. Mwezi wa kwanza katika robo ya mwisho ya mwaka. The Bible said Biblia inasema in Psalm 65 verse 11 Zaburi that 65:11, God commanded the year Bwana ameuvika mwaka with his goodness. taji ya wema There is a wake. kind of goodness we see in the ending of the year. Kuna aina ya wema wa Mungu And he tunauona said his mwisho wa mwaka. path dwarf fatness. Hasa njia zake udondoza unono. God's servant will always say Mtumishi wa Mungu wakati wote husema, that God reserved the best at the last. Mungu umeandaa bora mwishoni. The best of this year Bora cha mwaka huu is available kinapatikana and you shall access it. na tutakipata. Somebody say amen. Sema amina. I'm not hearing a louder amen. Sema amina. This month thing have been declared. We read the episode in the first service today. Tamko la mwezi huu limeshatangazwa, tumesoma waraka katika ibada ya kwanza leo. Declaring the prophetic focus for the month. Kitamka tamko la kinabii la mwezi huu. It's our month of success. Ni mwezi wetu wa ustawi. But the theme of the month is Tamko la mwezi ni breakthrough is my heritage in Christ. mipenyo ni urithi wangu katika Kristo. Can you declare it with me? Tamka pamoja nami. Breakthrough is my heritage Mipenyo in ni Christ. urithi wangu katika Kristo. Say breakthrough is my Sema heritage in mipenyo ni Christ. urithi wangu katika Kristo. And our anchor scripture is Matthew chapter 5 verse 14. Andiko letu inaanga ni Mathayo 5:14. The Bible says, Biblia inasema in case of those who went for, who were in the WSF yesterday, wale waliokuwa katika mafundisho ya the ibada za thing nyumba was kwa nyumba. changed after WSF. Tamko la mwezi huu tulipata jana kwenye And the mkutano scripture was changed also. na andiko lilibadilishwa pia. The scripture now is Matthew 5 verse 14. Andiko sasa ni Mathayo 5:14. You are the light of the world. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. A city Mji that is set on a hill that cannot be hidden. ulioko juu ya mlima ambao huwezi kufichika ama You kusitirika. are the light of the world. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Redemption Wokovu offers us a heritage of breakthrough in Christ. unatupatia urithi wa mipenyo katika Kristo. We are born again to break forth on every side. Tumeokoka ili kupata mipenyo pande We zote. are not born again to suffer breakdown and stagnation. Hatujaokoka tusumbuke, kushindwa na kudumaa. Jesus in us Yesu ndani yetu is a breakthrough personality. ni mtu atendaye mipenyo. That's why salvation Ndio maana wokovu ushered us into the realm of breakthrough. unatuingiza katika viwango vya mipenyo. A city that is set on high. Mji ulioko juu ya kilele cha He mlima. makes us a pathfinder, Anatufanya kuwa watafuta njia, a trailblazer, watengeneza a njia, fortliner watu walioko in mbeleni every area of our life. katika kila eneo la maisha yetu. The Bible says we shall be the head and not the Sasa tail. tutakuwa vichwa tu na si In our mkia. career, the head. Katika taaluma In our kichwa, business, the head. katika biashara kichwa. Praise the Lord. Bwana That asifiwe. is our heritage in redemption. Huo ndio urithi wetu katika wokovu. And I want you to know that and accept that Lakini nataka And ujue believe hilo that. na kulikubali na and uliamini do what is required. na utende kinachohitajika. What is breakthrough? Mipenyo ni nini? I tried to define it in first Jaribu service. kutoa maana ya mipenyo kwenye ibada ya kwanza. Breakthrough means Mipenyo maana yake outstanding success. kupata mafanikio ya kutofautishwa. Breakthrough means Mipenyo maana yake extraordinary accomplishment. kutimiza mambo katika namna isiyokuwa ya kawaida. Breakthrough means Mipenyo maana yake winning without struggle. kushinda pasipo kusumbuka. Breakthrough means Mipenyo maana yake progressing without hindrance. kusonga mbele pasipo vizuizi. Making progress Kusonga mbele at all times. wakati wote. And many more. Na maana The nyingine definition nyingi. is inexhaustive. Ziko maana nyingi sana hatuwezi kuzimaliza leo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But breakthrough is a desire Lakini mipenyo ni tamanio of every human being. la kila mwanadamu. Everybody desire it. Kila mtu anatamani mipenyo. Everybody celebrate it. Kila mtu anasherekea mipenyo. People rejoices as they break forth on every Watu side. wanafurahi wanapopata mipenyo pande zote. Nobody rejoices. Nobody is glad
when he's suffering stagnation and breakdown. Hakuna mtu anayefurahia pale anapoanguka na kuwa amedumaa. The same way success is the desire of everyone. Namna ilivyo ustawi au mafanikio ni No tamanio la one kila wants to mtu. be identified with failure. Hakuna mtu anayetamani kushindwa. Praise the Lord. Bwana But asifiwe. breakthrough, it does not come by accident. Lakini mipenyo haitokei tu kwa bahati. The same way success does not come by Namna accident. ile mafanikio hayaji kwa bahati. And there is no accident that is a success. Hakuna ajali tunaweza kuita ni mafanikio. Hallelujah. Hallelujah. In the first service, I said Kwenye ibada ya kwanza nilisema that breakthrough in life is not God determined. mipenyo katika maisha haitegemeani na Mungu. Breakthrough in life Mipenyo katika maisha is not God determined. haitegemeani na Mungu. It is largely Mara nyingi a function of what you are doing inategemeana na kile wewe unachokifanya with what God tells you. kupitia kile ambacho Mungu What you are amekuambia. doing Kile with unachokifanya, the instruction given to you. maelekezo uliopewa, It's like what you are doing inategemeana na kile with unachokifanya the knowledge in your possession. kupitia yale maarifa uliokuwa nayo. In Joshua chapter 1 verse 8, Yoshua 1:8. God told Joshua a lot of things. Mungu alimwambia Yoshua mambo mengi. But in verse 8, he told him Mstari wa 8 kimaalum specifically akamwambia kabisa, that this book of the law, kitabu hiki cha Torati that's the Bible. ambacho ni Biblia, There is a person of God, there is a principle of God. kuna utu wa Mungu na kuna You want kanuni to za break Mungu. forth, it is not enough to be born again. Unataka kupata mipenyo, haitoshi tu kuokoka. It's important for you to apply the Ni muhimu principles of God. wewe kutendea kazi In kanuni za marriage, there Mungu. are principles of God. Katika ndoa kuna kanuni za Mungu. In business, there are principles of God. Katika biashara kuna kanuni za In Mungu. ministry, every area of life. Katika huduma, katika kila eneo la maisha. And the principle of God have no respect for anyone. Na kanuni za Mungu hazina upendeleo kwa The yoyote. principle of God is universal. Kanuni za Mungu It zinatumika kila eneo. delivers when it is applied. Zinaleta matokeo zinapotumiwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Even unbelievers apply it and it works for Hata them. wale wasiomwamini Mungu wakitumia zinawaletea You matokeo. want to prosper? Wanataka kufanikiwa? Being born again is not enough. Kuokoka tu haitoshi. You must practice the principle of God. Lazima utendee kanuni za The Mungu. principle of seed time and harvest. Kanuni ya kupanda na You kuvuna. want favor? Unataka kibali? It's not enough to I- declare it. Toshi tu kutamka. There are principles of favor. Kuna kanuni za kuwezesha There kupata are kibali. things to do Kuna vitu vya wewe kufanya that you will enjoy breakthrough in life. ili upate mipenyo katika He maisha. said, this book of the law Sasa kitabu hiki cha Torati shall not depart kisiondoke out of thy mouth, kinywani mwako, but thou shalt meditate therein bali yatafakari day and night, maneno yake mchana na that thou usiku, mayest observe to do. upate kuangalia kutenda. Many observe, many know, but they can't do. Wengi wanajua lakini hawatendi According to all that is written in sawa it. sana maneno yake yaliandikwa humo. For then Maana thou shalt, in other words, you shall, kwa maneno mengine ndipo wewe make thy way. You cannot be hindered. utaifanikisha To njia make yako. thy way Huwezi prosperous kufaulu, means to break utaifanikisha forth. njia yako. In other words, Kwa maana yake there utapata are things mipenyo. to do to break forth. Kwa maneno mengine kuna vitu vya wewe kufanya ili kupata mipenyo. So you shall make thy way prosperous, Sasa utaifanikisha njia yako, and you shall have a good success. kisha ndipo utapata ustawi. You are the one. Wewe Not God. ndiye. Breakthrough is not God determined. Mipenyo haitegemeani na Mungu. Many have been murmuring. Wengi wamekuwa wakinung'unika, Complaining. wakilalamika. Lord, why? Bwana, kwa nini? Why is this one Kwa breaking nini forth and hili? not Kwa breaking nini forth? wengine wanapenya mimi sipenyi? Lord, it's like you like some people and Bwana, you ni hate some kama people. unawapendelea wengine, sisi hautupendi. No. Everyone have equal opportunity Kila mtu ana fursa sawa to command breakthroughs. ya kuweza kupata mipenyo. Country notwithstanding, Pasipo kujalisha ni nchi gani. location notwithstanding, Eneo pasipo kujalisha eneo. background notwithstanding. Pasipo kujalisha historia. Many are breaking forth. Wengi wanapata mipenyo Came to a worse background, so to say, than your own. ambao Came to a walitoka worse kwenye background. historia mbaya huko nyuma kuliko ya kwako. They never allowed their background to put their back on the ground. Hawakuruhusu historia yao iwazuie. They took responsibility. Walichukua wajibu. Within churches have said, Kwa hiyo aliyosema, responsibility is a price of greatness. wajibu ndo gharama ya kuwa mkuu. Is a price of greatness. Ndo gharama ya kuwa mkuu. Is a price of breakthrough. Ndo gharama ya kupata mipenyo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. A wise man says, success is by luck, as every failure. Mtu mmoja That's what they anasema tell you. kama mafanikio ni bahati, We muulize are lucky and we aliyeshindwa. are not lucky. God's servant will say,
We are not succeeded by luck, Tumisha Mungu anasema hatujafanikiwa kwa bahati, but by applying the light of lakini scriptures. kupitia kutendea kazi nuru ya We maandiko. have not succeeded by luck. Hatujafanikiwa kwa bahati. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. As we go on and lay this foundation for this teaching, Tunapoendelea kuweka msingi wa mafundisho haya, understand there are forces elewa kwamba ziko nguvu to apply ambao unahitaji kuzitumia if you want to succeed in life. kama unataka kufanikiwa katika If maisha, you want to break forth. kama unataka kupata If you mipenyo, don't want to be a mockery of men. kama unataka kuwa dhiaka kwa If you don't wanadamu, want to be a failure in life. kama unataka kushindwa katika maisha, He live with you with a responsibility. inahitaji wewe uchukue wajibu. Hallelujah. Hallelujah. And one of those forces Moja ya hizo nguvu is the power of love. ni nguvu ya upendo. And that is why we'll be teaching all through this month Ndio maana katika mwezi huu wote on unveiling the breakthrough power of love. tutakuwa tukifundisha kufunua nguvu ya mipenyo iliyoko katika upendo. The breakthrough power of love. Kufunua nguvu ya mipenyo iliyoko katika upendo. Unveiling the breakthrough power of Kufunua love. nguvu ya mipenyo iliyoko katika upendo. In other words, Kwa maneno mengine, do you want to break forth? unataka kupata mipenyo, Love God. mpende Mungu. The love of God in the heart of a man Upendo wa Mungu ulio katika moyo wa is a mwanadamu, secret of breakthroughs in huo life. ndio siri ya kupata mipenyo katika maisha. Hallelujah. Haleluya. As human beings are, Kama wanadamu walivyo, you know how you treat your lover. unajua namna ambavyo You know unachukuliana na how ule you wish your unayempenda. lover well. You will help your lover to achieve his Unajua goal. namna utakavyomsaidia mtu unayempenda. And if men, Kama wanadamu, Matthew 7:11 says, Mathayo 7:11 if anasema, men, kama wanadamu being evil, walio waovu know how to give good gift unto their children, wanaweza kutoa vipawa vyema he kwa said, watoto wao, how much more Yesu zaidi sana shall your Father which is in heaven? Baba yenu aliyoko If mbinguni. men can treat their lovers well, Kama can wanadamu wish wanaweza them kuwajali well, can wanaowapenda, help them achieve their wanaweza goal, kuwasaidia watimize malengo yao, how much more si zaidi our sana Father in heaven? Mungu ambaye ni baba yetu aliyoko When mbinguni. you love him, Unapompenda you break forth on every side. utapata mipenyo pande zote. The love of God in your heart Upendo wa Mungu moyoni mwako is a secret of breakthroughs in ndio life. siri ya kupata mipenyo katika Show maisha. me anyone breaking forth. Breaking forth on every side. Upenya pande zote. One of the things we see the love of God. Moja ya kitu unachohitaji ni upendo wa Mungu. From the scriptures, Kupitia maandiko, in a contemporary society, katika ulimwengu wa sasa, the love of God. upendo wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. The Bible says Biblia inasema in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, Wakorintho wa kwanza 2:9, as it is written, kama ilivyoandikwa, eyes have not seen, mama ambao macho hajapata ears kuona, have not heard, sikio hajapata it kusikia, have not entered the heart of man. hajaingia katika moyo wa mwanadamu, The things which God mambo ambayo Mungu have prepared amewaandalia for them that love him. wale There are wampendao. things God have Kuna prepared mambo ambayo Mungu ameandaa, that you can only accept by the ili love of God. utayapata tu kupitia upendo wako kwa Mungu. Romans chapter 8 verse 28. Warumi 8:28, For we know nasi twajua that all things work for mambo good yote hutenda kazi kwa wema to them that love kwa wale God. wampendao Mungu, To them that love kwa God. wale wampendao Mungu. Everything work. Kila kitu kinafanikiwa. Anything that looks like a barrier, God turn it to a Chochote ambacho breakthrough. kinaonekana kizuizi Everything kwako, Mungu works. anageuza kwa mpenyo. They Kila can kitu thank God for kinafanikiwa. a lover, God will turn it to a breakthrough. Kama ni uzuizi Everything kwa anayempenda works for Mungu, good. Mungu anageuza kuwa ni To mpenyo. them that love Mambo God. yote yanafanikiwa kwa wale wampendao Mungu. What is love? Upendo ni nini? It's so important we define what we are talking Ni about. muhimu sana kutoa maana ya upendo tunaozungumzia. In the context we are talking about it. Katika maana ya hili somo Because tunalizungumzia. love have a lot of Sasa meaning. upendo una maana nyingi. People will say, oh, it's a feeling of good towards Unaweza kusema somebody. ni No. hisia It is njema kwa beyond mtu what we are fulani. talking about. Sio hicho The love we are talking tunachozungumzia. about is not about feeling good about God. Upendo tunaozungumzia hapa It's not about, oh, recognizing him as God. sio swala tu la kumtambua Mungu au kujisikia vizuri kuhusiana na All the Mungu. host of hell knows as God. It's not about believing him that he's God. Sio swala la kuamini kwamba Mungu yupo. In John chapter 2 verse 19, the Bible said that believeth. Yakobo 2:19, There- wewe there is one- waamini there is God. There kwamba is one Mungu God. yupo. You do, even the devils Wafanya also vyema, believe. hata mapepo It's not, yanaamini. it's not that you believe in God that makes you a lover. No. Even the devils believe. Hata mapepo Actually. mashetani wanaamini. What is this love? Upendo huu ni nini tunaozungumzia? In the context of this teaching, Katika maana ya haya mafundisho love tunayosoma sasa hivi. means giving God your heart. Upendo maana yake kumpa Mungu moyo wako. Giving God your heart. Kumpa Mungu moyo wako. In Romans chapter 20, Proverbs chapter 23, Mithali 23, verse 26, sura 26. he said, my son, Mwanangu, give me your heart. nipatie moyo wako.
give me your heart. Nipatie moyo wako. If you give God your heart, Ukimpa Mungu moyo wako, giving God your time will be kumpa will not be Mungu muda wako haitakuwa jambo gumu. God's servants say, Mtumishi wa Mungu usema, you cannot have a heart for God hauwezi kuwa na moyo wa kumpenda Mungu and not have a time for him. na usiweze kumpa No, it's not muda. possible. Haiwezekani. Where is your heart? Moyo wako uko wapi? Many people, your heart is in material things. Watu wengi Not moyo you. wako katika vitu vya You have mwilini. given your heart to material things. Umeutoa moyo wako kwa vitu vya mwilini. Your job has your heart, not God. Kazi yako ndio ina moyo wako, sio Mungu. Your material possession have your heart. Mali zako ndio zimebeba moyo wako, sio Mungu. Giving God your heart. Mpe Mungu moyo wako. Giving God your heart. Kumpa Mungu moyo wako. Hallelujah. Haleluya. It's all about your heart panting after God. Ni swala moyo wako kudunda kuhusiana na Mungu. The heart panting after God. Moyo kudunda kuhusiana na The Mungu. psalmist says, Tunga Zaburi anasema, as the heart panting after the water brooks, kama vile ayala atamanivyo mito ya maji, so my heart panted ndivyo after moyo you. wangu unakutamani Mungu. Is it in Psalm 42 verse 1 or the other? Zaburi ya My 42 heart moja. panting after you. Moyo wangu unadunda kwa ajili yako Mungu. That animal cannot survive without Yule water. mnyama ayala hawezi I kuishi tried to pasipo study maji. about that animal. Nijaribu kujifunza kuhusiana na wanyama. He jump at water every time he's looking after water. Kila wakati huyo ayala anatafuta maji. He's not an aquatic animal. Kwa sababu- He doesn't live in water, but he lives in a boat. He cannot survive with Huyu water. si mnyama anaishi majini, lakini yeye anapenda maji. The psalmist said, the same way this animal looks after water, Tunga Zaburi anasema namna ile ile ayala that is ndege the huyu way my anatafuta maji. heart is looking Ndivyo ambavyo after moyo you. wangu unakutafuta, una kiu na wewe Mungu. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. Even they turn it to a song. As the Aliugeuza kuwa wimbo. heart panting for Kama ayala the waters, atamanivyo so my maji ya soul, Lord, I'm mito, after ndivyo thee. nafsi yangu inakutamani wewe Oh, Mungu. you are Lord and Wewe my ni heart Bwana, desire and moyo the wangu unakutamani Lord wewe, to worship ili ni you. kuabudu wewe. Where is your heart? Moyo wako uko wapi? Love is giving God your heart. Upendo ni kumpa Mungu moyo wako. When you have given God your heart, Unapompa Mungu moyo wako, paying tithe will not be an issue. ulipa fungu la 10 haitakuwa Giving tatizo. offering will not be an issue. Kutoa sadaka haitakuwa tatizo. Attending services will not be an Kuhudhuria issue. ibada haitakuwa tatizo. Because where your heart is, Kwa sababu moyo wako ulipo every other thing follows. na vitu vingine vinafuata. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. What is love? Upendo ni nini? The love we are talking about Upendo tunaozungumzia is kingdom priority lifestyle. ni ule mtindo wa kuweka ufalme wa Mungu kipaumbele. Living a kingdom priority Kuishi lifestyle. maisha ya kuupa ufalme wa Mungu kipaumbele. Living Matthew 6:33. That's all. Kuishi ule mtindo wa Mathayo 6:33. Seek ye first Tafuteni kwanza the kingdom of God ufalme and wa his Mungu na righteousness, haki yake, and all these, na haya yote mengine including breakthroughs, shall pamoja be na added unto mipenyo you. mtazidishiwa. Priority. Paumbele. Hallelujah. Haleluya. Is God and the kingdom a priority? Je, Mungu na ufalme wake ni kipaumbele That's kwako? why you should check. Lazima utazame hilo. Does God part of your plan? Je, Mungu yuko sehemu ya mipango yako? Even though it's part of the plan, is he number one? Hata kama yuko kwenye mipango yako, je, ni namba moja Is it a leftover? au umemweka namba In your 11 scale of preferences, katika in vipaumbele your plan vyako? for months, weeks, Katika things to vipaumbele do, vyako, is there any consideration for God and his katika kingdom? mipango yako ya mwezi, je, kuna kipaumbele cha Mungu? Is there any consideration? Je, kuna kumtanguliza Mungu? I have cancelled some engagements, some travels, some pleasure for the kingdom. Nimefuta baadhi ya safari, baadhi ya raha kwa For ajili ya the ufalme, kingdom. For the kingdom. kwa ajili ya ufalme. Not because I'm a pastor. It have been like that before. I Sio kwa became one. sababu ni mchungaji, nilikuwa nikifanya hivyo hata kabla Everything sijawa about the mchungaji. kingdom matters more than anything. Kila kitu kuhusiana na ufalme kinakuwa cha muhimu kuliko chochote. Living a kingdom priority lifestyle. Kuishi maisha ya kupa ufalme wa Mungu kipaumbele. What is love in this number 3? Upendo ni nini kulingana na somo hili namba 3? Love, we are talking about in this context, is loving what God loves. Upendo tunaozungumzia katika somo hili ni kupenda kile ambacho Mungu anapenda. One of the proof that you love God is loving what God Moja ya loves. kithibitisho kwamba unampenda Mungu ni kupenda kile ambacho Mungu Now anapenda. ask yourself, what did God love? Ni swali la kujiuliza, Mungu anapenda nini? God does not wish that anyone should perish, Mungu but everyone should come anapenda kwamba One- mtu asiangamie bali kila mmoja. In John chapter 12 verse 16, Yohana for 1:16. God so loved the Maana Mungu world aliupenda ulimwengu that he gave his only begotten akamtoa mwana son. wa He pekee. so loved. Aliupenda sana And ulimwengu. if you love God, Kama unampenda Mungu, you must love souls. lazima upende nafsi. You must love souls. Lazima upende nafsi.
The proof that you love God Thibitisho kwamba unampenda Mungu is your love for souls. ni ule upendo wako kwa Not nafsi. wanting them to perish. Kutotaka wao waangamie bali wapate uzima wa milele. Souls are lavishing there. Nafsi zinaangamia kule. If you love God, Kama unampenda Mungu, love souls. penda nafsi. In John 21 verse 15 and 17. Yohana 21:15 na 17. Jesus said to Simon, Yesu alimwambia Petro, Simon, Petro, do you love me? je, unanipenda mimi? He said, yeah, I love you. Sasa ndio Bwana nakupenda. He said, feed my lambs. Sasa lisha mwana kondoo wangu. He called him again, Simon. Akamwita tena Petro, They say, son of Jonas, mwana wa Bariona, do you love me? je, unanipenda? He said, Lord, you that knows that Sasa I love Bwana you. wajua ninakupenda. He said, feed my sheep. Akamwambia chunga kondoo He zangu. called him the third time. Akamwita mara ya He tatu. said, Lord, you know all things. Sasa Bwana unajua mambo yote. You know that I love you. Unajua kuwa nakupenda. He said, feed my sheep. Akamwambia lisha kondoo If zangu. you love me, Kama unanipenda mimi, go after my lambs fuata kondoo zangu. and nurture those lambs to be sheep. Na wale wana kondoo wakuwe wawe kondoo wazima. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Loving what God loves. Penda kile ambacho Mungu anakipenda. Loving what God loves. Penda kile ambacho Mungu anakipenda. Hallelujah. Haleluya. Every lover of God Kila anayempenda Mungu must end up distinguished. ataishia kutofautishwa. Understand that the lovers of God are made by God. Elewa kwamba wale wanaompenda Mungu wanajengwa na Mungu. Do you love him? Je, unampenda? Go after the lamb. Fata mwana kondoo Do wake. you love him? Unampenda? Go after the sheep. Fata kondoo wake. And breakthrough unlimited will answer. Penyo isiyokuwa na mipaka itajibu kwako. Somebody shout Sema hallelujah. haleluya. What is this love? Number 4. Upendo tunaozungumzia nini namba 4? Love here it connotes blessing God above all else, including yourself. Hapa upendo tunamaanisha kumweka Mungu Blessing juu ya yote God above all pamoja na wewe else. mwenyewe. Above every kind Kumweka of Mungu pleasure. juu ya kila kitu. Blessing God above all else, Kumweka Mungu kuwa juu ya vitu vyote including yourself. pamoja na wewe mwenyewe. Hallelujah. Haleluya. People of God, Watu wa Mungu, God is looking for lovers. Mungu anatafuta wanaompenda, Those who will serve him wale watakaomtumikia with love motivated service. wakiwa wanasukumwa na upendo, Not serving him because of what he can give, sio kumtumikia kwa sababu ya vile unavyotaka kwake, but serving because you love him. bali kumtumikia kwa sababu unampenda. You know, many people pursue God for, many are pursuing God for his person, some for his products. Wengine wanatafuta Mungu kwa sababu wanamtaka Mungu, wengine kwa sababu ya vitu atakavyopata kutoka kwa Mungu. Lovers care about his person Wale wanaompenda Mungu wanajali utu wa Mungu and they never lack his products. na wapungukiwi vitu kutoka kwa But Mungu. non-lovers are running after him Wale wasiompenda wanamkimbilia Mungu because they need blessing, kwa sababu wanahitaji baraka, they need miracle, wanahitaji they miujiza, want to marry, wanahitaji they kuoa, want to build a wanahitaji house, kujenga they nyumba, want to buy a car, wanahitaji kununua they are gari, looking for a son. wanatafuta mtoto. That is non-lovers. Au ni watu But wasiompenda lovers Mungu. are pursuing Lakini God. wale wenye upendo wa kweli kwa Mungu The Bible wanamtafuta says, Mungu. my soul followeth hard after you. Sasa nafsi yangu inakutafuta Not Mungu, because of what he can sio give, kwa sababu ya kile anachoweza but kufanya, because of who he is. bali kwa sababu ya vile namna Mungu And those alivyo. lovers never lack Na his wale products. wanaompenda Mungu hawakosi Those mahitaji lovers kutoka never kwa lack Mungu. his products. Wale wanaompenda Mungu kwa sababu ya utu You will hear hawakosi Bishop vitu kutoka Edebo kwa say, Mungu. I've never prayed for a car before. Mtumishi askofu I've never utamsikia prayed for a house akisema, before. Askofu Edebo anasema sijai kuomba I've gari, never sijai prayed for kuomba nyumba, time sijawahi before. kuomba ndege. I'm pursuing God. Mimi namtafuta Mungu. He was telling us yesterday. Alikuwa anatuambia jana, He said October mwezi wa 10 3rd, 1984. mwaka 1984, 1984. October 3rd, 1984. He hiyo said it tarehe yesterday 3 mwezi wa 10 mwaka 1984, that they needed 3,000 naira to walihitaji na pay the hela rent of the 3,000 church. kulipa kodi ya kanisa, And he called a meeting. na akaitisha kikao. He said he told them, I said all of them, they Akawaambia. are alive today. Wengi wao wako hai leo. He said
God knows that if I have this 7,000 naira, Aliwaambia Mungu anajua kama ningekuwa na ile God 3,000 will naira, not beg me Mungu asingeniomba to niitoe. give it to pay for this. Niitoe ili kulipia hili But jengo. now all of us are in the same Lakini kwa sababu sasa level. hivi wote tuko katika kiwango But kimoja. time is coming. Muda unakuja. Time is coming. Muda unakuja When some of us will fly to ambapo them, wengine tutakuwa tukipaa na ndege. and they will say we don't know what they Na are using. watasema hatujui wanatumia So nini. let me tell you what I'm Ngoja using. niwaambie ninachokitumia. I am sold out to God. Nimejiuza kwa Mungu. 1984 Mwaka October. 1984 mwezi wa 10 aliyasema haya, My nimejiuza heart is kwa panting Mungu. after Moyo wangu God. unadunda ukimtafuta Mungu. And since 1996, Na tangu mwaka 1996 he have been flying. amekuwa akipaa na ndege. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. The vice president, the first vice president, Bishop David Abioye, Waziri makamu wa rais wa huduma hii wa kwanza Askofu his David Obioye, old father passed on baba yake last alifariki week Sunday. wiki iliyopita Jumapili, And on Tuesday, na Jumanne God's servant went there with helicopter mtumishi wa Mungu for askofu Kenaland, a new alikwenda helicopter pale na for helikopta condolence. kwenda The kutoa video and pole. everywhere, everybody, the village gathered. Kila mtu kijijini pale alikusanyika. And the same place where it landed Eneo lile lile alilotua na ile helikopta, was where in 1982 they were having a meeting. hapo ndo And- mwaka 1982 walikuwa na kikao, He saw himself flying. na hapo ndo alijiona He akipaa na saw ndege. Faith Tabernacle. Akaona lile kanisa la kule It was prophecy fulfilled. Nigeria, Canaan. Hallelujah. The headquarters that park in Kenaland that he doesn't need what we call traffic again. Traffic can't disturb him. Just Yani fly helikopta anywhere. yake inapakiwa Canaan Land, haikai foleni, inaruka But inatua na kuhitaji kufika. 1984, he didn't have 7,000 naira. Mwaka 1988 hakuwa na 1000 naira, But he has a heart for God. lakini alikuwa na moyo wa kumpenda Mungu. See where God has brought him. Tazama mahala ambako Mungu amempeleka. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Your heart for God. Moyo wako kwa Mungu. Is your heart panting after God? Je, moyo wako unadunda kwa ajili ya Don't mind Mungu? what is happening now. Usijali nini kinatokea sasa. Maintain your love for God. Tunza upendo wako kwa Mungu. It will speak tomorrow. Utadhihirika kesho. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. Somebody shout a bigger Sema haleluya hallelujah. kubwa. People of God, Watu wa Mungu, love God. Oh. mpende Mungu. You will never suffer breakdown in life. Hautashindwa katika maisha. Love God. Mpende Mungu. And little by little, Na kidogo kidogo He's moving you to a greater height. Little atakupeleka by katika little. viwango vya juu, hatua kwa by hatua, little. kidogo kidogo, Little by little. kidogo kidogo. And we are not just talking about love. Hatuzungumzii tu upendo, We are talking about sustained love. tunazungumzia upendo wenye kudumu. Many used to love, Wengi walikuwa wanapenda huko nyuma, but their love has waxed lakini cold. sasa hivi upendo wao The umepoa. Bible says in the last days, Ila sasa katika siku za mwisho the love of many will wax cold. upendo wa wengi utapoa. People are going down in their love for God. Watu upendo wao kwa Mungu unashuka. Shake yourself. Jitazame, This jikague. is not you now. Huyu sio wewe sasa. Remember when you came to Christ? Kumbuka ulivyomjia Remember when you Kristo. joined this church? Kumbuka ulivyojiunga na kanisa hili, How committed you were. namna ulivyokuwa ukijitoa, How your heart was panting namna after moyo wako God. ulikuwa ukidunda kwa ajili ya Mungu. What is happening? Nini kinatokea What sasa? is happening? Nini kinatokea? You are so excited to the things of God. Ulikuwa unafurahia mambo ya Mungu, Today you are dragging your faith. leo unavuta miguu yako, unaburuza You are miguu. dragging you have lost your first love. Umepoteza upendo wako wa kwanza. You need to be recovered. Unahitaji utafute ule upendo wa kwanza Somebody urejeshe. shout hallelujah. Sema haleluya. Sustain love. Tunza upendo. In 1 Kings chapter 7 verse 7, Wafalme wa kwanza 3:3. the Bible says Solomon Biblia inasema loved Sulemani the Lord. akampenda Mungu. From there his story of greatness began. Kwanza hapo safari yake ya ukuu ikaanza. Solomon loved the Sulemani Lord. akampenda Mungu. That's his only thing in his CV. Hicho He ndio loved the kigezo Lord. pekee alichokuwa nacho kwenye CV He yake. became wealthy. Akawa tajiri kupitia He loved kumpenda the Mungu. Lord. Alimpenda Mungu, He has opportunity to ask for wealth, akapata fursa ya kuomba but utajiri, he asked for souls. lakini akaomba He nafsi. asked for souls. Akaomba He nafsi. asked for souls. Akaomba nafsi. He got wealth and every other, Akapata utajiri na kila kitu. and things were working. Mambo yalikuwa yanafanikiwa Queen kwake. of Sheba came. Queen He of had no Sheba. spirit in her. But what he Malkia wa saw, Sheba he said, I had alifika a lot of kwake, things, but even what I had is not, akazimia kabisa moyoni. Akasema nimesikia it's mengi not nayoona even close to what I see. yamezidi yale niliyoyasikia, And everything was working na kila kitu kinafanikiwa kwake, until Solomon mpaka Sulemani lost that love. alipoupoteza ule upendo. In 1 Kings chapter 11 verse 1, Ufalme wa kwanza 11:1, the story have changed. habari ikabadilika hapo. Solomon loved many strange Sulemani women. akapenda wanawake wengi wa kigeni. Strange women.
God was removed there to Mungu train you. aliondolewa moyoni mwake akaanza kupenda wanawake wa You kigeni. loved God before he gave you a job. Ulimpenda Mungu kwa nyuma amekupa kazi. Oh, now it is the love has shifted to Sasa from God to job. upendo umehamia kwenye You love God kazi. before you are buying a Ulikuwa car. unampenda Mungu kabla hujanunua gari. Car is more important Sasa to God gari today. limezidi upendo You wa love Mungu. God, serving him. Unampenda Mungu ulikuwa Oh, and ukimtumikia. he gave you the husband you Amekupa want, the wife mume, you want. amekupa mke. Today God has been Leo relegated. Mungu amewekwa nyuma. Recover your first love. Rudisha upendo wako wa kwanza. Solomon shifted, Sulemani akahamisha upendo. and the ending was vanity upon vanity. Mwisho wake akawa anaishia kusema kila kitu ni ubatili, ubatili, You read ubatili. Ecclesiastes, or you say vanity. Sema Mhubiri Everything anasema become kila kitu ni vanity. ubatili. Everything become vanity. Kila kitu kageuka kwa ubatili kwake. That great man Yule mtu mkuu will say all the same, vanity upon vanity. anaishia kusema mambo yote sasa ni ubatili. The love of God brought you where you are, Upendo wa Mungu uliokufikisha hapo ulipo. and to take you where you ought to, Sasa ili ukupeleke kule unakotaka kuwa, continue to love. endelea kumpenda Mungu. Continue to love him. Endelea kumpenda Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Shout Sema hallelujah. haleluya. If your neighbor is sleeping, shout a bigger Kama jirani yako hallelujah. amelala sema haleluya mpaka amke. If your neighbor is sleeping, please wake Kama jirani him or yako her up. amelala tafadhali muamshe. Check your neighbor whether your neighbor is sleeping. Tazama jirani yako vizuri. If Je, your neighbor is sleeping, anasinzia? wake your neighbor up. Kama amelala muamshe. Praise God. Bwana asifiwe. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. But what is in love? Lakini sasa nini kiko ndani ya upendo Engenders breakthrough. ambacho hupelekea watu kupata What mipenyo? is in love? Nini kilichoko ndani ya That upendo engenders breakthrough. kinachopelekea kupata mipenyo? We look at two in the first service, Nitazama viwili kwenye but we baada ya look at kwanza, another two in this second natazama viwili service. tena Number katika one, baada ya pili. Namba moja, love facilitates answers to prayers. upendo huharakisha majawabu ya It maombi. facilitates answers to prayers. Huharakisha majawabu ya maombi. And you know, prayer is one of the ingredients of breakthrough. Unajua maombi ni moja ya hitaji kama unataka kupata We mpenyo. pray to break every barrier to a breakthrough. Tunaomba ili kuvunja vizuizi vyote na kupata We mipenyo. call upon the God of hosts Tunamwitia Mungu Bwana wa majeshi to uproot every gate. to kung'oa pray. kila mageti. Prayer is seeking divine intervention. Maombi Most ni of the time. kutafuta Mungu aingilie kati. In 1 Corinthians 16 verse 9, Wakorintho wa kwanza 19:9. a very great and effectual Mlango door mkubwa na ufao sana are open unto me. umefunguliwa kwangu, There are many lakini adversaries. wako wengi wanipingao. On our journey to breakthrough, there are Katika adversaries. safari yetu ya kupenya na kusonga mbele, Every breakthrough will attract adversaries. kila mpenyo utavuta maadui, Every new level kila viwango vipya attract new devils. vitaleta mapepo wapya, And it's in the altar of prayer. na ni kupitia madhabahu ya maombi. And we can only pray. Na tunaweza kuomba, We cannot answer prayer. hatuwezi kujibu maombi. There is a God that answers prayer. Kuna Mungu ajibuye maombi. When you are his lover, Unapokuwa unampenda Mungu, before you call, he answers. kabla hujaita anajibu. There is a company of people, before even why they thought of it, he have already Kuna answered. baadhi ya watu kabla hawajaomba wanawaza tu Mungu anajibu. Because Ephesians chapter 12 verse 20 Sababu says, Efeso 3:20 nasema, now, unto him that is able to kwake do yeye awezaye kutenda exceedingly, abundantly, zaidi sana above all that we ask, kuliko of him. yote tuombayo, He goes above what we ask, kuliko yote tuombayo, according to the power that worketh in us. kuliko na nguvu itendao kazi ndani yetu. If you want speedy answers to prayers, Kama unataka majawabu ya haraka ya maombi be a yako, lover. mpende Mungu. In the natural, if you have a lover, Katika ulimwengu wa kawaida, kama una mtu unayempenda, picking a call is a call of that person is a delight. kupokea simu ya yule mtu ni furaha, unafurahia. Even when you miss the call, you call back. Hata Because a lover call ukikuta simu yake alikupigia au kuiona, you. utampigia tena. But if it is somebody that you have no intimate relationship Lakini with, kama ni mtu usiyekuwa na mahusiano naye ya karibu, they might even be calling you, it looks as if it's a disturbance. anaweza kupigia afu ukaona kama ni mzigo hivi. That's the way it happened. Hivyo ndivyo namna inatokea. When God hears a lover's voice, Mungu anaposikia sauti ya mtu anayempenda, the answers return immediately. anajibu kwa haraka. Daniel was a lover, Danieli alikuwa ni mtu anayempenda a Mungu, lover of God. mpendaji wa Mungu. He was ready to die. Alikuwa yuko loving tayari God. kufa kwa ajili ya Mungu. In Daniel chapter 2 verse 16 and 19, Danieli 2:16. you know when Daniel went and prayed, Danieli alipokwenda na kuomba, Daniel told the king, give us time. Danieli alimwambia mfalme, tupatie muda, I will show you
the interpretation. Nitakuonyesha tafsiri ya ndoto. Verse 17. Mstari wa 17. Verse 17. Mstari wa 17. Daniel went to his house. Danieli akaenda nyumbani kwake. And told Shadrach, Meshach and Abednego. Akamwambia Shadrach, Meshach na Abednego. His companions. Hao walikuwa ni marafiki zake hawa. Look at that scripture again, verse 17. Tazama ile andiko tena 17. That's the original name. The Shadrach, Meshach is the name given to them by Nebuchadnezzar. Haya majina walipewa na mfalme. Anazia, Mishael and Azariah. Majina yao ni haya aliyotaja mchungaji. It's good to have good companions. Ni muhimu kuwa na marafiki wazuri unajua. That can join you in prayer. Ambao wanaweza kuungana na wewe katika maombi. As I look at that scripture now. Napotazama ile andiko sasa. Daniel went to the house. Danieli akaenda They nyumbani. didn't follow him to the palace. Akumfuata ikulu. I can imagine. Naweza kutazama. When he came back. Aliporudi. He told them everything. Aliwaambia marafiki zake kila kitu. And they hold hand together. Wakashikana mikono kwa pamoja. Calling upon God. Wakawa wanamuita Mungu kwa maombi. And verse 17. Ule mstari wa 17 sasa. Daniel went, verse 18. Mstari wa 18. That they desire mercies of God. Ili waombe rehema ya Mungu. Concerning this secret. Kwa habari ya hiyo siri. And verse 19. Mstari wa 19. The secret was revealed. Ile siri ikafunuliwa. Answer came. Jawabu likaja. Answer came. Jawabu likaja. And the foundation of it, their love for God. Lakini msingi wao kupata ile jawabu ni ule upendo wao kwa Mungu. If you have a friend that does not love God, kama una rafiki asiyempenda Mungu, katafute rafiki mwingine. It will be struggles and stagnation you will get. Utapata tu masumbufu na kudumaa. In 1 John chapter 3 verse 22. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:22. Love facilitate answer to our prayer. Upendo huharakisha majawabu ya maombi yetu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says whatever we ask, lesa lote tumombalo, we receive of him. Tunalipokea toka kwake. Because we keep his kwa sababu commandments. tunashika amri zake. And one of his commandments is love. Na moja ya amri yake ni upendo. And we do those things. Na wakati wote that please tunafanya yale yampendezao yeye. Nobody rejects love including God. Hakuna is pleasing to his side. Inampendeza Mungu tunapompenda. And that facilitates answers to prayer. Na inasababisha tupate majawabu kwa haraka ya maombi. Namba 2. Number 2. Namba 2. Love. Upendo. What is in love that enhances breakthrough? Nini kicho katika upendo kinachopelekea mipenyo? Love enhances access to wisdom from above. Upendo tusaidia kupata hekima itokayo juu. One of the ingredients need to break forth is wisdom. Moja ya hitaji linalohitajika ili kupata mipenyo ni hekima. In the school of breakthrough, wisdom is a principal. Katika shule ya mipenyo hekima ni ya muhimu. Proverbs chapter 4 verse 7. Mithali 4:7. It says wisdom is a principal thing. Sasa bora hekima, hekima ni ya muhimu. Therefore get wisdom. Hivyo pata hekima. And in all you're getting, na katika mapato yako yote, get understanding. Pata ufahamu. You need wisdom. Unahitaji hekima. Proverbs 24 verse 1 to 5. Mithali 24:1 mpaka 5. Proverbs 24. Mithali 24. Verse 1 to 5. Verse 2. Verse 2. Mstari wa pili. No, it's not Proverbs 24. Can you give me Proverbs Matthew chapter 13 verse 54. Mathayo 13. You see that Jesus, they saw the wisdom and these mighty works. Waliona hekima na matendo makuu. And these mighty works. Matendo makuu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Proverbs 24 verse 7 to 5. Mithali 24. That's the speech I'm looking for. 7 to 5. 3 mpaka 5. Mithali. Proverbs 24. It says through wisdom. Kupitia hekima is a house builded. Nyumba inajengwa. By understanding. Na kwa ufahamu it is established. Uthibitika. Nothing is built in this kingdom outside of wisdom. Hakuna kinachojengwa kwenye ufalme huu pasipo hekima. And this wisdom is given to lovers. Na hekima hii wanaipata wanaompenda. If we are talking about wisdom from God. Tulikuwa tunaongelea habari ya hekima itoka kwa Mungu. And he said, in James chapter 1 verse 5. Yakobo 1:5. The Bible says. Biblia inasema, if you lack wisdom, if any of you lack wisdom, kama kuna mtu amepungukiwa hekima, aombe Mungu. He's the one that gives it liberally. Mungu ndiye anayetoa hekima. That wisdom comes from God. Hekima inatoka kwa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm not hearing a bigger amen. Sisikia amina kubwa. If you read 1 Kings chapter 4 verse 29, you see one of the things that helped Solomon was wisdom God gave to him. Utaona kitu ambacho kilimsaidia Suleiman ni hekima ambayo Mungu alimpa. God put it back. God gave Solomon wisdom. Mungu akampa Suleiman hekima.
Why? Remember 1 Kings chapter 10 verse 7. Solomon loved the Lord. Kumbuka Mwanzo, Sulemani alimpenda Bwana. Solomon loved the Lord. Sulemani alimpenda He Bwana. had access for wisdom of above. Akaweza kupata hekima itokayo juu. Demonstrable wisdom. Hekima ya You kimatendo. saw how the two harlots that he judged their case. People shouted on such wisdom. Unaona namna ambavyo alitatua ile kesi na watu wakafurahia ile hekima aliyotumia kutatua You can't kesi. separate breakthrough from wisdom. Hawezi kutenga mipenyo na Any hekima. man breaking forth, Kila mtu yote anayepata mipenyo, one of the things prominent there is wisdom. moja ya kitu kilichomjaa ni hekima. Everyone that wants to break through Yote anataka kupata mipenyo need the wisdom of God. anahitaji hekima ya Mungu. But it is the love for God Lakini ni kule kumpenda Mungu that enhances this wisdom. ndiko kunaharakisha kupata hekima. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. And I pray for everyone today Na ninamwombea kila mmoja leo who have lost his love for God, ambaye amepoteza upendo wake kwa Mungu, whose the love of God has was cold, ambao upendo wa Mungu wake umepoa. that love will restore unto Huo you now. upendo unarejeshwa kwako. You have been on fire for God. Ulikuwa wa moto kwa Mungu, That fire will not quench in the name huo of Jesus moto Christ. hautazima. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. As I go into the subject of favor, just few things I'm Ninapokwenda kwenye somo la kibali, saying, I find also there is a connection between the favor of God and the love of God. nimegundua kuna muunganiko baina ya upendo wa Mungu na kibali cha Mungu. You can't love God and not be favored by God. Hawezi kumpenda Mungu na ukakosa kibali kwa One of wanadamu. the things Moja ya kitu lovers of God enjoy ambacho wanachompenda Mungu anafurahia is the favor of ni God. kibali cha Mungu. If you love somebody, you will favor him. Kama unampenda It's mtu utampa natural. kibali. Ni It kawaida doesn't kabisa need kimwili. prayer. Hahitaji You maombi will hiyo. favor him. Utampa You kibali. will give him things before he Utampa asks. vitu hata kabla hajaomba. You will give him access to your resources. Utampa nafasi ya kutumia vitu vyako. And you know one thing about love? Unajua kitu kimoja kuhusiana na upendo? Love is reciprocal. Upendo una pande mbili. No one reject love. Hakuna anayekataa upendo. People always return love for lovers. Watu wote wakati hurudisha upendo kwa wale The same wanaowapenda. way you can't love God and God not reciprocate. Namna ile ile huwezi kumpenda Mungu na Mungu asirudishe huo upendo kwako. David loved God. Daudi alimpenda Mungu. And David was saying, he said, God like me. Na Daudi akawa anashuhudia akisema Mungu alinipenda. He picked somebody from my family because he liked me. Alinichagua mimi toka kwenye familia yangu kwa sababu alinipenda. Hallelujah. Haleluya. When they went to anoint a king, Walipokwenda kumpaka mafuta mfalme, God didn't tell Samuel the person. Mungu hakumtajia jina But he Samueli. said one of the sons of Jesse. Lakini alimwambia miongoni mwa watoto wa In Yese. 1 Samuel chapter 16. Samueli wa kwanza 16. And Jesse thought, no, Yese alifikiri, it will be, David is a small. najua Daudi alikuwa he's the mdogo youngest. na ni mdogo kabisa wa mwisho. There is Eliab, there are other Na jamaa ones. mmoja anaitwa Eliabu alikuwa Eliab mkubwa. already in the military. Eliabu alikuwa tayari jeshini, mwanajeshi In the alikuwa army of Saul. katika jeshi la Sauli. With a good chest and Alikuwa amejaa Six pack. kifua kikubwa. Wana misuli huyu. muscles everywhere. Misuli kila eneo alikuwa amejaa. Immediately Samuel saw. Samueli alipomwona tu Eliabu, Someone say, you are the one. sasa huyu bouncer huyu ndio God mwenyewe. said, no, 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 no. Mungu akasema hapana, hapana, no, hapana, no, hapana. no. Hapana. The way you look is different from the way I look. Wewe mwanadamu unavyotazama ni tofauti na Mungu You look at anavyotazama. the outward appearance. Wewe unatazama mtazamo wa nje. How people are jumping in church. How Watu they are doing things. wanavyocheza kanisani, wanavyofanya hivi na But I vile. look at the heart. Lakini mimi Mungu naangalia moyo. That's why it is a heart service that God reward. Ndio maana The ni ule heart. utumishi unaotoka moyoni ndio huleta thawabu kutoka kwa Mungu. Remember we say love is giving God your heart. Kumbuka tulisema upendo ni kumpa Mungu moyo God wako. say I look at the heart. Mungu asema mimi natazama moyo. All of them pass. Wote watoto wa Yesu There akapita. was a man there, a man after God's own heart. Lakini kulikuwa na mtu anayeupendeza moyo wa Mungu huko. A man that his heart is panting like the heart Mtu panting ambaye after water. moyo wake unadunda kama ayala anavyotamani maji. Protocol was broken Kanuni zilivunjwa. because in Israelite, a firstborn will not be there and a lastborn will be a king. It doesn't Kwa happen. sababu kupitia wana wa Israeli desturi It zao, doesn't happen. wa kwanza hawezi kuwepo pale na mdogo akachukua God nafasi kabla ya wa broke kwanza. the protocol. Mungu alivunja kanuni. What favor of God does is suspend protocols to bless someone. Kibali cha Mungu kinachofanya kinavunja kanuni ili wewe ubarikiwe. That's why you need to love him. Ndio maana unahitaji kumpenda Mungu. David was made a king. Daudi akafanyika kwa mfalme. That even his father, the brother, never consider that he can be
kitu ambacho baba yake, kaka zake, ndugu zake hawakuwahi kufikiri kama anaweza kuwa mfalme. Every life needs favor. Kila maisha ya mtu yanahitaji kibali. Favor makes God to like you. And when God like you, Kibali kinamfanya Mungu akupende, na He Mungu causes men akupenda to like you. anasababisha watu wakupende. Even Jesus needed favor to make the most of his ministry here on earth. Hata Yesu alihitaji kibali ili kufanikisha kwa mafanikio huduma yake hapa duniani. In Luke chapter 2 verse 52, Luka 2:22. he was in favor with God Luka and men. 2:52 alipata kibali kwa Mungu na kwa wanadamu. He was in favor with God and men. Alipata kibali kwa Mungu na wanadamu. Praise the Lord. Aliwapendeza wanadamu na Mungu. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Favor of God is a blessing from God Kibali cha Mungu ni baraka kutoka kwa Mungu that you don't deserve. ambayo unakuwa You uistahili, can't even explain how you receive wala them huwezi kuelezea umeipataje hiyo baraka, other than the hand of God. zaidi ya kusema ni mkono wa Bwana tu. Favor of God is excessive kindness of God. Kibali cha Mungu ni kupata wema uliozidi utokao kwa Mungu. Favor of God is being received preferential treatment. Kibali cha Mungu ni kupata upendeleo. What gave Jacob age over Esau was the favor of God. Kilichompa nafasi Yakobo dhidi ya Esau ni kibali cha Mungu. Because in Romans chapter 9 verse 10 to 16, Sababu Warumi 9:10 mpaka 16. the Bible says not only that Rebekah conceived by one, Rebeka alitunga mimba kwa mmoja ambaye ni Yakobo, and see verse 11, ambaye ni Isaka. the children not yet born, Mstari wa 11. Wale watoto kabla neither hawajazaliwa having done any good or evil, hawajatenda jambo jema wala baya, that God the purpose of God according to election might ili stand, kusudi la Mungu ambaye Not of anachagua us, sasa na mapenzi yake but of litimie. him that calleth. He said the elder shall serve the younger. Aliambiwa hivi, mkubwa atamtumikia mdogo. Jacob have I loved, Yakobo nimempenda, Esau have I hated. Esau nimemchukia. He said, can we not say there is unrighteousness in Sema God? kuna He said, udhalimu "God kwa forbid." Mungu? Hapana. But God said to Moses, Mungu alimwambia Musa, I will have mercy on whom I will have mercy, nitamrehemu yeye nimrehemuye, and I will have compassion on whom I will compassion. nitamhurumia yeye nitakaye kumrehemu. So it is not of him that willeth, Bali si kwake atakaye, nor of him that runneth, wala kwake yeye apige mbio, but of God that showeth mercy. bali kwa Mungu aonyesha By the rehema. favor of God, Kwa kibali cha Mungu, Jacob was preferred over Esau. Yakobo alipendelewa na Mungu kuliko Esau. One of the ways Moja ya njia God shows his goodness to his people ya Mungu kuonyesha wema wake kwa watu wake is through divine favor. ni kupitia kibali cha kiungu. That's why you need it. Ndio maana unakihitaji kibali. In Exodus chapter 12 verse 21, Kutoka God 3:21. said, I will give these people favor Mweza nitawapa watu wa kibali in the side of the machoni Egyptians, pa that it Wamisri, shall come to na pass kwamba itakuwa that when they go, watakapoondoka they shall not go into. hawataondoka mikono mitupu. And in Exodus chapter 12 verse Na 36, Kutoka 12:36 and the Lord gave them favor. Bwana akawapa kibali As he has said, kama he alivyosema, gave them favor aliwapa kibali in the side of Egypt. machoni pa Wamisri. Praise the Lord. Bwana It asifiwe. doesn't matter who is against you. Haijalishi nani anakupinga wewe, When God gives you Mungu favor, anapokupa kibali, those against you will be wale with you. wanaokupinga It doesn't matter who watakupenda. is laughing against Haijalishi nani laughing anakucheka, at you. When God favored you, Mungu akupa kibali, those that laugh at you will be wale called- waliokucheka they will come to celebrate with you. watakuja kusherekea pamoja na wewe. People of God, you need favor. Watu wa Mungu unahitaji In kibali. this last quarter of the year, you Katika need robo hii ya favor. mwisho wa mwaka unahitaji kibali, For breaking limits to answer in your life, you need favor. ili mipaka ivunjike katika maisha yako. Unahitaji Life is kibali. not meant that everything you have, you must walk. Maisha hayajakusudiwa kwamba kila unachokipata There lazima are, ukifanyie there are kazi. the ones you walk, Kuna vitu unapata there na are kufanya the kazi, ones that should be kuna given to vingine you by the unapaswa favor of God. uvipokee kwa kibali kitokacho kwa Mungu. Hallelujah. Haleluya! That's the way it has been. God have not changed. Ndiyo namna inapaswa kuwa. Mungu hajawahi kubadilika. The psalmist was sharing, it was a testimony. Tunga Zaburi alikuwa anatoa ushuhuda hapa, He was telling God alikuwa anamwambia Mungu. in Psalm 44 verse 7, Zaburi ya 44:3 talking about the Israelites, akizungumzia kwa habari ya wana wa that Israeli, they got not the land in possession by their own hawakuipata sword. No. ile nchi kwa juhudi zao, kwa mikono yao, Neither did their own arm save them. wala mikono yao haikuwaokoa, But Lord, your right hand, bali Mungu mkono wako wa kuume, thy arm, mkono wako the light of thy countenance. na nuru ya uso wako, That's what makes it happen. hicho inasababisha yatokee, Because you had a favor kwa unto them. kuwa uliwaridhia, You uliwapa favored kibali, them. uliwapa kibali. Other people that were destroyed, it's not that Wengine- their sins are more than the sins of the Israelites. No. But Wengine the favor walioharibiwa haimaanishi kwamba walikuwa na dhambi kuliko wana wa Israeli, have lakini ni kwa discovered sababu tu that ya the kibali cha favor of Mungu. God Kibali cha Mungu covers your error kinafunika makosa yako, and colors your effort. kinapamba juhudi zako.
They say, oh, sir, last week, last month, mwezi uliopita, wiki iliyopita, he got a query. How can you promote him this time? tulipata malalamiko, kwa nini umuinue? That is Umpandishe cheo. when favor is speaking. Kibali kinaponena kwako, You need favor in your life. unahitaji kibali kwenye maisha yako. And God will favor you. Na Mungu atakupa kibali. This last quarter of the year Robo hii ya mwisho ya mwaka shall be your season of favor. itakuwa ni majira yako ya kibali. I'm not hearing a louder Sisikia amina amen. kubwa. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sisikia amina kubwa. Why do you need favor? Kwa nini unahitaji Why do you kibali? need divine favor? Kwa nini unahitaji kibali cha kiungu? One, Moja, because favor terminates tears. kwa sababu kibali ndio ukomesha machozi. Psalm 30 verse 5. Zaburi 35. For his anger endureth Hasira yake hudumu kwa kitambo kidogo, but a moment. kwa kitambo kidogo. But in his favor, his Katika life, rehema zake kuna uzima, weeping may katika endure for a kibali night. chake kuna uzima. But by the favor of God, Kilio ukaa usiku, joy comes. lakini kupitia kibali cha Mungu Joy furaha It uja terminates asubuhi. secret tears. Kibali There are kinakomesha many people machozi ya sharing secret sirini. tears. They can't even share the issues with anybody. Umekuwa ukilia sirini, huwezi kumwambia hata You mtu hilo can jambo smile in the unalolio. church, you go back home. Unaweza kuwa na Because the tabasamu challenges have kanisani, overwhelmed you. ukirudi nyumbani ni kilio kwa sababu changamoto zimekuzidi. But by the favor of God Lakini today, kwa kibali cha Mungu, God is turning that Mungu tears of sorrow anageuza hayo machozi ya huzuni to tears of joy. kuwa machozi ya I'm furaha. talking to somebody Naongea na mtu hapa. that tears of sorrow, Hayo machozi ya huzuni God is turning to a tears Bwana of joy. anageuza kwa machozi ya furaha. Somebody shout a louder Sema amina amen. kubwa. Shout a louder amen. Sema amina kubwa. Why do you need favor? Kwa nini unahitaji kibali? Number two, Namba 2, because kwa sababu the favor of God brings promotion. kibali cha Mungu ndio huleta kuinuliwa, You kupandishwa cheo. need to be moved to another level. Unahitaji upandishwe cheo kwenda viwango vingine. If you are not tired of where you are is tired of Kama you. hujachoka hapo ulipo, hapo You have ulipo stayed in that pamesha level for too kuchoka. long. Umekaa hapo ulipo kwa muda mrefu. You need the favor of God to move to another level. Unahitaji kibali cha Mungu kwenda viwango We saw vingine. in Genesis 39 verse 5 Mwanzo 29:5 tumeona how Joseph was promoted. namna ambavyo Yusufu aliinuliwa. Genesis 39 verse 5. Mwanzo 39 mstari wa 5. Genesis 39 verse 5. Mwanzo It came to pass 39 that he made him overseer. ikawa akamfanya mkuu, He made him overseer akamfanya in his msimamizi house and over all he had. juu ya nyumba yake na And the vyote Lord blessed the alivyokuwa Egyptians. navyo. And verse 21. Mstari wa 21. Look at verse 21. Tazama ule mstari wa 21. And the Lord was with Moses Bwana akawa pamoja na and Yusufu, showed him mercy akamfadhili, and gave him favor akampa kibali even in the prison. machoni pa mkuu wa gereza. He was in charge Yaani hata gerezani huyu jamaa alikuwa anasimamia mambo in the prison. gerezani. Why do you need favor? Number Kwani 2. unahitaji kibali? Favor facilitate miracle marriages. Kibali huharakisha ndoa za miujiza. In Proverbs 18 verse 22. Mithali 18:22. He that findeth a wife findeth a good Apataye mke apata kitu chema, and obtaineth favor of the naye Lord. hujipatia kibali toka kwa Bwana. In Esther chapter 2 verse 7, Esta 2:7. when Vashti was rejected, Vashti alipokataliwa, see how God brought Esther into favor. ona nama Mungu Verse alimuingiza 15 and Esta katika 16. kibali. Verse 15 now, Mstari wa 15. when it was the turn of Esther, Ilipokuwa zamu ya Esta, he was to come to the king. ilikuwa sasa ni zamu yake kuingia kwa mfalme. And he said, the last verse, say, Esther obtained favor Ule mstari wa mwisho pale anasema Esta in akapata the sight kibali of all of them. machoni pa wote. If you read that story very well and analyze it Ukitazama ile by story revelation vizuri and in a contemporary society, na tulinganisha na ulimwengu wa sasa, a girl without no makeup, mwanamke alikuwa hajajipamba huyu, no foundation, no pancake, wala hana mapambo pambo, no eyelids, hajaweka mambo was vizuri vizuri. selected Alichaguliwa yeye above those that have pancakes. dhidi ya wote that walikuwa have wameweka mapambo na just by favor. kwa kibali tu That came from a poor background. kilicho, alikuwa ametoka kwenye familia But the maskini, favor of God made lakini her kwa kibali cha Mungu akapata nafasi, a queen in that land. akawa malkia katika ile nchi. You need favor of God. Unahitaji kibali cha Mungu. Why do you need the favor of Wewe God? unahitaji kibali cha Mungu Because favor suspend laws and protocol to grant your desire. kwa sababu kibali huondoa sheria na taratibu na kusababisha upate hitaji lako.
Finally, why do you need the favor of God? Mwisho, kwa nini unahitaji kibali cha Mungu? Because favor gives you possessions and position Kwa sababu kibali kinakupa umiliki na nafasi beyond your level and wisdom. zaidi ya uwezo wako uliokuwa nao na It hekima gives you uliokuwa nao. positions, Inakupa possessions mali beyond your level, zaidi ya juhudi zako, beyond your qualifications. zaidi ya kigezo ulichokuwa nacho. You need the favor of God. Unahitaji kibali cha Mungu. Is something that is so important that everyone needs it. Ni kitu ambacho ni cha muhimu sana ambacho kila mtu anakihitaji. But what are the keys operating in the realm of divine favor? Lakini ni funguo zipi zitakuwezesha utembee katika viwango vya kibali cha kiungu? The first one is salvation. Funguo wa kwanza ni wokovu. Psalm 5 verse 2. Zaburi 5, Psalm 5 verse 12. Zaburi 5:12. That God will bless the righteous. Bwana utawabariki wenye haki, And with favor, na kwa kibali with that au kwa compassion radhi as with the shield. utawazunguka kama ngao. the righteous. Mwenye haki, The righteous. mwenye haki. That's only one God will bless. Huyo ndio mtu ambaye Mungu atambariki. Favor is the channel the blessings of God come. Kibali ni njia ambayo tunapokea baraka za Mungu. Number 2. Namba 2. Number 2. Namba 2. Serving God and the interest of His kingdom Kumtumikia Mungu na matakwa ya ufalme wake. is one of the surest keys to Hii ni favor. njia mojawapo ya uhakika Why is it ya so? kibali. Psalm 102 verse 13 to 14. Zaburi ya 102 That we arise mstari wa and 13. that we arise and have mercy upon Bwana Zion. utasimama na kuirehemu Sayuni, For the time to favor her. maana muda wa kuipa kibali, Yea, the set time is yani come. majira yaliyokusudiwa For wamefika. thy servants Maana watumishi wako take pleasure in thy wameyafurahia goals mavumbi yake and favor the doors of na thereof. wameyafurahia mavumbi yake pia. Serving God and the interest of His Kumtumikia kingdom Mungu na matakwa ya ufalme wake is key to favor, to flow ndio in favor. ufunguo wa kustawi katika kibali. Jesus was running after God's business and favor was following. Yesu alikuwa anafuata mambo ya Mungu na kibali There kilimfuata. is no kind of favor testimonies that we have not seen since Wonder Double began. Hakuna People aina ya who left everything pursuing God and everything tumesikia worked. shuhuda nyingi sana kwa wale watu ambao walimtafuta Mungu kwanza na Mungu Miracle, akawapa kibali, favor of wakapata miracle mahitaji yao, children, walipata miracle watoto wa marriage, miujiza, ndoa za kimiujiza, properties bought just by serving God. wamepata mambo hayo yote tu kwa kumtumikia Mungu. You are missing a lot Unakosa mengi when you don't serve God. unapokuwa umtumikii Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Number 3 is prayer. Namba 3, hitaji la kupata kibali ni maombi. And I have read some scriptures before we pray. Tasoma maandiko hapa kabla tujaomba. In Psalm 106 verse 4. Zaburi ya 106. Lord, remember me with thy favor. Bwana nikumbuke kwa kibali chako. Job 33 verse 26. Ayubu 33:26. He said, you shall pray unto him, Utaomba and he shall be kwake, favorable na unto you. atakupa kibali kwako. And verse number 4. Namba 4, Keep company with favored people if you want to be favored. kuwa na marafiki wenye kibali kama unataka kibali. Company with favored Kuwa people. na marafiki ya watu wenye kibali I said in the first service that kama unataka kibali. Sema kwenye ibada ya kwanza kwamba favor is not a matter of your location, kibali si swala la eneo ulilopo, but it's a matter of your divine connectivity. lakini inategemea na muunganiko wako wa kiungu, Your marafiki uliokuwa nao connection to kiungu. God Ule muunganiko wako wa kimungu favors you. unakupa wewe kibali. Your connection to human beings also. There are people you Muunganiko wako work na with. wanadamu pia ukupatia kibali. You enjoy favor. Napata kibali. There are favors I've enjoyed by being part of this favored commission. Kuna kibali nimepata kwa sababu tu ya kwa sehemu ya huduma hii. Kila eneo, Everywhere. kila eneo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. That's why there are people you walk with. Ndio maana kuna watu unatembea nao, What you'll be seeing is rejection. unachokipata tu ni kukataliwa. It might be friends Inaweza kuwa ni marafiki zako who have misfortunes. ambao wana roho ya kupata bahati And mbaya before tu you could kwao. know it, will rub upon you. Kabla hujajua hiyo roho The inakuingia same na way, wewe. if you walk with a favored Ni people, vile vile ukitembea na watu wenye roho ya kibali, you will enjoy favor. nao utafurahia kibali. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. And what again, number 5? Nini tena namba 5? What must I do? Or number 5? Namba 5, nifanye nini nipate kibali? Be committed in honoring people. Itoe kuheshimu watu. You know, God uses men to favor men. Unajua Mungu anatumia watu On his own kubariki volition. watu. He uses men. He might be in the office. Mungu anatumia watu, inaweza ikawa ofisini. But one of the things that you need to learn Lakini moja ya kitu unachohitaji kujifunza is a virtue of honor. ni ile Honor. nguvu ya heshima. Honor. Heshima. Whether it's age
or below the age of yours. Iwe unamheshimu aliyoko juu yako ama aliyoko chini yako, Many ile mzidi people have umri. been rejected Watu wengi wamekataliwa because they don't know how to say good morning to kwa somebody. sababu hawajui kusalimia, kwa kumsalimia mtu. Even when they go to interview, Hata kwenda kwenye usaili they are too full of themselves. They are higher than everybody. Wanajiona sana, wako juu ya kila mtu. The interviewer said this person can't work here. Wale wanaostahili wanasema huyu hawezi kufanya kazi. Kuna watu ambao hawastahili kabisa, hawana vigezo. They honor people and people are watching. Wanawaheshimu watu na watu wanawatazama. And God is watching. Na Mungu naye anatazama. You can't claim to honor God if you don't honor people. Hauwezi kusema unamheshimu Mungu kama unaheshimu watu. You can't watu. claim to love God if you don't love people. Ni vile vile kama tunavyosema huwezi kusema unampenda Mungu na Honor upendi have watu. taken a lot of people Heshima to a greater height today. imewapeleka watu wengi viwango vya juu. With a least qualification. Wakiwa na vigezo vidogo. That is why you must destroy everything called pride. Ndio maana lazima uharibu kila kitu kinachoitwa kiburi. Pride. Lack of honor have stagnated a lot of people today. Kukosa heshima kumedumaza watu wengi leo. High-headedness. High-headedness. Kujiona bora kuliko wengine. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That's what makes a lot of people to honor. Hiyo inasababisha watu wengi wapoteze heshima. It might be a small boy. Anaweza kuwa ni kijana mdogo, binti mdogo. Honor. Heshima. That little boy you honor today, that little girl you honor. Huyo kijana mdogo, binti mdogo na mheshimu leo. Can bring you to great men. Anaweza kukuleta kati ya watu wakuu. Anaweza kuleta mbele ya watu wakuu. These are virtues are lacking in these last days. Hizi ni nguvu ambazo zimepotea katika Nobody is an island. You need somebody say I don't need people. No. God blesses people through people. Hakuna mtu ambaye ni kisiwa peke yake. Unawahitaji watu. Mungu anabariki watu kupitia watu. Somebody will sign your appraisal for promotion. Kuna mtu ndiye anabidi akutolee maelezo mazuri ili uinuliwe. Those things, it's not angels that will do that. Sio malaika watafanya hivyo vitu. Even when God minister to them, they will say, no, is this lady that doesn't honor anybody? No. Hata kama ni Mungu atawaambia waje wakubariki, watambibu Mungu huyu binti hamheshimu yoyote, siendi kufanya hilo. Please. Tafadhali. These are virtues that are lacking. Hizi ni sifa ama ni nguvu ambazo zimepotea nyakati za mwisho. Honor your husband. Mheshimu mume wako. The favor you will enjoy through him is unequal. Kibali utakachopata kupitia kumheshimu mume wako ni kikubwa. Mheshimu mke wako. Honor your parents. Waheshimu wazazi wako. A child that honors the parents does not lack anything. And before they ask, the parents know what they need. Mtoto ambaye anaheshimu wazazi hakosi kitu. Kabla hajaomba wazazi wanajua nini anachohitaji. But when you are stubborn to them, lakini unapokuwa ni msumbufu, you need this. They say I don't have money, even when they have. But tawaomba nipatie hiki hata kama wana pesa wakupatie. You see, the father will go out and he will buy something for the child that honors. Lakini yule mtoto mwenye heshima baba ataenda tu atamnunulia hata yule mtoto hajaomba kitu. Not the one that will see it as nothing. Kwa sababu anajua huyu atashukuru kuliko yule ambaye hataona kama ni cha thamani. Blessings we have enjoyed as a result of honor. Kuna baraka tumezifurahia kwa sababu ya heshima. Honor is in dimensions. Heshima iko katika viwango. I won't go details to it. Sitaenda kwa kina sana kwenye hili somo. Honor provoke favor. I can tell you. Lakini heshima ndio huleta kibali. Honor provoke, and I've been at least for little time now. Kwa muda mdogo sasa. I've been a leader leading and people under me. Nimekuwa kiongozi nikiongoza na watu wamekuwa chini yangu. Sitting on interviews. Nimekuwa nikikaa kwenye usaili, vikao vya usaili. Even increment of salary, promotion and not hata kuongeza mishahara, kuwainua watu, kuwapandisha cheo. Apart from your skill, mbali na ujuzi wako, qualification, we look at honor. Vigezo vingine tunaangalia ni heshima. And that's where character come in. Hapo ndio tunaangalia tabia sasa. Bad character is a minus to your destiny. Tabia mbaya ni hasara ya hatima yako. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. Somebody bless, shout hallelujah. Umebarikiwa, sema hallelujah. Somebody bless, shout hallelujah. Umebarikiwa, sema hallelujah. Somebody bless, shout hallelujah. Umebarikiwa, sema hallelujah. Lift up your voice and give him the glory. Inua sauti yako, mpe Mungu utukufu. Give him the glory, give him the honor. Utukufu, mpe heshima. Oh, yakita labalia baba shalia babalaba. Oh, it's your season of favor. Ni majira yako ya kibali. It's your season of favor. Majira yako ya kibali haya. It's your season of favor. Ni majira yako ya kibali. Oh, makitali katalia katobe labalaba. Brando brechekia tabalaba. Father, we thank you for your word. Can you thank God for his word? And that word will bear fruit in your life. Oh, makita labale shakia talaba. Brali soba, brando balia babalia. Tiando brekete, brashila baraba. Maliando loboshia la balobaraba.
Abrando baliba la balia baba solo bolia balaba. Alia baba la balabo shakia talabalabo shalaba. Abrando brekia telia baba baliaba. Ebrando brelia baba shakia talabalabalaba. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya kubwa. Let me tell you one story. Nikwambia habari moja. 6 years ago, at the 60th birthday of God's servant, Miaka 6 iliyopita katika maadhimisho ya miaka 60 ya mtumishi wa Mungu. I was in that birthday, and the reception is by invitation. You must have invitation card. Nilikuwa katika hayo maadhimisho, na ili uingie And people ukumbini were lazima uwe na kadi. People were many. Watu walikuwa wengi. I went there very early. Nilienda pale mapema, I got a seat, kapata sit kiti, down, and there nikakaa. were many people. Kulikuwa na watu wengi. There are many people Kulikuwa na watu wengi who couldn't get seat. ambao hawakuweza kupata kiti. I sighted one old person, Nilimwona mtu mmoja mzee. and I said, I can't be sitting down and you are standing Nikasema up. siwezi mimi kukaa na huyu mzee amesimama. Come and take my seat. Kama tafadhali njoo ukae kwenye kiti changu. Come and take my seat. Njoo ukae kwenye kiti changu. Everybody was struggling to get a seat, and Kila mtu alikuwa anasumbuka kupata kiti. I left my seat. I have to go and find where I can stand and all that. Just to Nikaacha follow kiti that. changu nikampa yule mzee, nikaenda kutafuta wapi naweza kusimama. I never knew Sikujua that the reward will come unimaginably. kwamba ile thawabu itakuja namna I nisivyofikiri. never knew it would touch the heart of that man. Sikujua kama itaugusa moyo wa ule ndugu For just standing at all, leaving the seat to give kwa him God. kusimama tu na kumwachia kiti, And I did it in a heart of na honor. nilifanya kwa moyo tu wa kumheshimu ule I mzee. can stand for many years, many hours. Naweza kusimama kwa masaa mengi, That was I can stand for many hours without hata sitting. sasa naweza kusimama masaa mengi pasipo kukaa, But by age, that man can't stand. lakini kwa And umri I ule did mzee it aliokuwa in a nao heart of hawezi kusimama. I don't want to go into details. What I've been enjoying by that thing I did, I have established a relationship. Taki kuelezea kwa One kina honor. niliyoyapata kupitia lile tendo la One heshima honor. nilomtendea ule mzee. One honor Heshima moja brought a lot of things to my life and ministry. imeleta mambo mengi sana katika maisha yangu na huduma. The blessing pronounced and other things. Baraka zinazotamkwa na mambo mengi. One honor. Heshima moja tu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. One thing. I Kitu went to kimoja. Kenaland Nilikwenda Kanada last year June for a Copeland meeting we had mwaka there. jana mwezi wa 6 kwenye mkutano wa Kenneth Copeland. And one of the leaders in this commission saw me Mmoja ya kiongozi katika huduma hii aliniona, and he started praying for me and blessing me. akaanza kuniombea na kunibariki. And he said to me, Akasema, do you know why I'm doing this? unajua kwa nini nakubariki hivi? The way you honored Pastor Agi when he came here. He Namna told us. ulivyomheshimu mchungaji Agi told us. alipokuja hapa Tanzania. He told us. Alituambia ulivyomheshimu, And I was surprised. na nilishangaa. See how the thing fly. Ona namna ile heshima At the same meeting, ilivyosambaa another mpaka person saw Nigeria. me. Kuna mtu I mwingine pia akaniona, The same, I said, do you know what he told me? akaniambia, He just said, if you can honor this man like this, you can honor me. kama unaweza kumheshimu Pastor Agi, basi unaweza kuniheshimu na mimi. Honor. Heshima Give you the things prayer cannot give you. inakupatia vitu ambavyo maombi hayawezi kupatia. Learn to honor people. Jifunze kuheshimu watu, The harvest will come. It's a seed. mavuno yatakuja. Hiyo ni Honor is a mbegu. seed. Heshima ni mbegu. Sow that seed of honor. Panda hiyo mbegu ya heshima. Even those who does not deserve to be honored, honor them. Hata wale It's a ambao hawastahili kuheshimiwa, wewe heshimu tena seed. nafasi You will yako, enjoy favor. utafurahia kibali. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. It's a new day for you. Ni siku mpya kwako, A new beginning for you. mwanzo mpya kwako. The favor of God will answer in your life. Kibali cha Mungu kitajibu kwenye maisha yako. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. Father, thank you. Baba asante. We want to pray now and declare. Na tuombe na kutamka hapa. But it is salvation that qualifies you for his favor. Lakini wokovu ndio unakustahilisha kupata kibali cha Mungu. That God will bless the righteous Bwana atawabariki walio wenye And haki, with waliookoka, favor. watakatifu, with that compassion and with na his kile shield. kibali The atawazunguka righteous, nacho. the righteous, the righteous, Bwana atawabariki the waliookoka, righteous, the righteous. atawabariki wenye And haki. salvation is the foundation of righteousness. Na wokovu ndio msingi wa kufanya wewe kuwa You mwenye are haki. here, you kwa are Mungu. not born again. Uko hapa hujaokoka? If you are here, you are not born again. Kama uko hapa na hujaokoka, I want to pray for you. nataka nikuombee. Or you have been born again before, Au uliokoka huko nyuma, but something happened, you miss your lakini step. kuna kitu katokea ukajikwaa. All you need to do is return, Unachohitaji ni kurudi kwake. return, Kurejea, return, kurejea, return, kurejea, return,
and you'll be restored. Kirejea na Wherever you are, atakupokea. Popote ulipo, put your hand in your chest. weka mkono kifuani. These two set of people, Wewe unataka kuokoka I want to pray for you. na unataka kutengeneza na Yesu, weka I want mkono to pray for kifuani. you. You want to be saved, Unataka kuokoka, or you want to rededicate your life, unataka kutengeneza maisha yako na put Yesu, your hand in your chest. weka mkono kifuani. And if you have done that, come. Kama umefanya hivyo, njoo hapa mbele. Let me pray for you first. Nikuombee. The favor of God will answer Njoo you. mbele, njoo mbele, njoo mbele. Come. Njoo mbele, unataka kuokoka, unataka God kumpa bless Yesu you. maisha God yako. bless you, brother. Come. Weka mkono kifuani, njoo mbele. Come, 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 come. Uliokoka ukarudi nyuma, Come, wherever you are. unataka kutengeneza na Yesu, You njoo want to mbele. rededicate your life, come. You want to rededicate your life, come. Unataka kutengeneza maisha yako na Yesu, pia njoo mbele. Clap your hand if you are clapping for Jesus. Mpigie Bwana Yesu makofi Come, wanapokuja. come, come. Jesus is calling you. Unayetaka kuokoka, unataka kumpa Yesu maisha yako, njoo mbele, Yesu anakuita. He wants to move you to another level of glory. Come. Unataka kwenda viwango vingine vya utukufu, njoo. Jesus is calling you. Come. Yesu ndiye anakuita, Come njoo. and receive Jesus. Njoo mpokee Come and Yesu. receive Jesus. Njoo mpokee Come and Yesu. receive Jesus. Njoo mpokee Yesu. Come and receive Jesus. Njoo mpokee Yesu. Come and receive Jesus. Njoo umpokee Yesu. Come and receive Jesus. Oh, yakita la brashule abalaba. Can you have your seat, congregation? Have Kanisa your seat. tuketi. If you are still there, please come. Let's pray for this Wewe unataka ones kuja together. kuokoka, unaweza ukaendelea kuja, And your nafasi life bado will never ipo, remain the same. na maisha yako yatabaki kama Your alivyokuwa. life will never remain the same. Maisha yako yatabaki kama alivyokuwa. Oh, le shakiata la brando lo boshi alaba. Brando bonshuketi la brashinde liaba bala. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Lead them to Christ. Wewe ulioko hapa mbele, fuatisha maneno haya, sema Bwana Yesu, asante kwa neema yako iliyonivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu, nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo ninakiri ya kwamba nimeokoka, nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Amen. Father, thank you for these souls you save. Baba, asante kwa hizi nafsi Can ulizookoa. you join me in prayer? Stretch forth your hand and pray. Kanisa, tuungane kuwaombea watu Pray wako. for them, Lord. Let them be established in faith. Bwana, wathibitike katika Let imani, them be established in fellowship. wathibitike katika ushirika, In Jesus' name. katika jina la Let Yesu. the grace that saved them keep them. Neema iliyookoa iwe I ifanye, cover them with the blood of Jesus. na wafunika kwa damu ya Yesu. They remain covered. Wabaki wakiwa wamebarikiwa na kufunikwa In Jesus' katika name. jina la Yesu. Please follow our church officials. Tuwafuate wahudumu wa kanisa. Stand up on your feet. Tusimame kwa miguu yetu kanisa. In the first service, we pray for the grade 7 pupils writing exam this Wednesday and Thursday. Kwenye ibada ya kwanza tuliwaombea wale wanaofanya mtihani darasa la 7. You are writing exam, you are part of them. You were not here in the first service. Kama wewe ni darasa la 7 unafanya mtihani, You can come now. ukuombewa ibada ya you were kwanza, not here, njoo if hapa you were mbele. not here, Kama ukwepo ibada ya kwanza ndio if uje. you were here in first service, there's no need of coming again. Kama ulikuwa ibada ya kwanza But if usije. there are other people who were not here in the first service, you can come now. Let's pray together. Kama ukwepo ibada ya kwanza basi ndio uje uombewe And unayefanya mtihani. everybody, in every area you desire favor, begin to ask God now. Na hata kama Lord, favor me. unamwakilisha Pray that mtu prayer again. Favor me. na Lord, pia I need for omba ombi everything. la kupata kibali, unahitaji Lord, as a kibali. hindrance to Ombe your Mungu favor in akupe my life, kibali. I stand against it. Chochote ambacho Everything kimekuwa that is a kikizuia hindrance. kibali kwenye maisha yangu na kwenda Everything nacho that is a kinyume. hindrance to Chochote you. ambacho ni kizuizi. Everything that is a hindrance. Chochote ambacho ni kizuizi. Lord, I stand every form of misfortune. Kila aina ya hali mbaya. Every garment of rejection. Kila vazi la Lord, kukataliwa. let it be out of my life. I remove Liondoke it. maishani mwangu Bwana. Somebody lift up your voice and begin to Inua pray. sauti yako na I uombe. remove it. I remove it. I remove Sema it. navua hilo vazi la I kukosa remove it. I kibali. remove it. I remove it. Molia balia shelia balabala boshilia balabalaba. Bakite ketolia balabalabo. Makia tubelando breketoba. Brande kia tobela balia. Brando bre lishola balaboshilaba. Brando belia. Lord, in the name of Jesus, Lord, visit us with the favor that beareth to your people. Baba, katika jina la Yesu tembelea kwa kibali ulichokuwa nacho kwa watu wako. Brande kateke tolo boshialaba. Brando breket ikotilia. Liando breketo balia shelia baba. Lord, by your favor, Lord, by your favor,
Lord, Bwana by kwa your kibali favor. chako, kwa kibali chako. Oh, you have made our mountain to stand strong. Mande kiatalaba. Lord, by your favor, you have brought this commission to land light. Kwa kibali By your chako favor, we are umepeleka huduma breaking hii forth on pamoja every juu. side. Let that favor be extended to every Kibali member. chako Let it be kiingie kwa extended kila to every mmoja. member. Kiingie Anywhere kwa they kila have been mshirika. rejected. Yote ambayo In the amekuwa name of kukataliwa. Jesus, by your Katika jina la Yesu kwa kibali By chako. your favor, Kwa kibali chako. let there be commotion of marriages. Uwepo na mlindikano wa By your ndoa. favor, Kwa kibali let chako. there be promotions. Uwepo na By your kuinuliwa. favor, Kwa kibali chako. Lord, let there be Lord job. Oh, miracle jobs. Uwepo na By kazi your ya favor, miujiza kwa kibali chako. academic success. Mafanikio In the kwenye name of masomo Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. By your favor, Kwa kibali by chako. your favor, Kwa kibali chako. by your favor, Kwa kibali by chako. your Kwa favor. kibali chako. Lo brande kato belisha, brande kato belandelia, aliande kato belisha liaba, mando brekata liba shuba, maliande kato belisha lia, baliando belia balaba, libalanda la balaba sholobolia. Please let them come. Anyone who are not here in the first service, Wewe ambao ukuwepo ibada ya or anyone kwanza. standing in for unataka anybody, kuombewa kwa ajili ya you are masomo. not here in the first mtihani. service, you come. Na kama una mtu unamwakilisha pia njoo mbele. Una mtoto unamwakilisha. Una ndugu anafanya Let mtihani wa the darasa oil la of saba unataka favor, umwakilishe kwa oil of maombi. favor come upon Njoo us. mbele. Oil of favor come upon us. Oil of favor come upon us. Mafuta ya kibali yatujie. Bonde kato libalia babashulia. Brando belisa kita. Brando kiateba libala bala boshilaba. Brando belia balia babala balia. Anafanya mtihani wa darasa la saba. Njoo mwakilishe. La balisa kato belanda. Alamba la Una boshalaba. ndugu anafanya mtihani wa darasa la saba. Unaweza kuja kumwakilisha. Thank you, Jesus. Asante Yesu. We are going to stretch forth and pray for academic success to everyone. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya mafanikio. Or anyone they are standing in for wherever they are. Some of them Kwa are in kila boarding anayefanya school, mtihani within and outside. na kila tunayemwakilisha popote alipo. Writing this all important exam to go to Wanaoandika another level. mtihani wa muhimu wa darasa la saba. Jesus. Yesu, With the career success. tunatamka mafanikio. Everybody stand up and pray. Kanisa wote tusimame na tuombe. With the career, Lord, the spirit of excellence. Tunatamka roho ya ubora. Every law, every destruction, oh Lord, of what they have learned Kila before, kizuizi it is over today in the name of kimekoma Jesus. leo katika jina la Yesu. Father, we pray for every one of them. Tunaomba Bwana, They shall succeed. hakuna They shall atakayeshindwa, succeed. watafanikiwa. I cause the spirit of failure, Na laani roho ya the fear kushindwa. of exams, in the name of Jesus. Hofu ya mtihani katika jina la Yesu na Examination ilaani. fever and all is like. Homa za We shall not mitihani see them in the name of Jesus Christ. haitofanikiwa katika jina la Lord, Yesu. we decree the spirit of wisdom, Tunatamka roho ya knowledge and hekima understanding to come afresh upon na them. ufahamu iwe juu yao kwa Spirit of upya. excellence come Roho ya upon ubora them. iwajie kwa Is upya. somebody praying? Kuna mtu anaomba. Lord, we decree success. We Bwana, decree tunatamka success. mafanikio. We decree success. We decree Tunatamka success. mafanikio, ustawi In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Oh, brakata. Melianda kiato belando loboshi alaba. Alia baba la brakate kiata laba. Brale shokita la brashilaba. Baketoke tokutelia balaba liaba. La braliando riabalabalaba. Everyone that have been finding it difficult when it Yeyote comes to exam and academic. amekuwa In the akipitia name of changamoto kwenye Jesus, it is mitihani over. imekwisha. Any subject that been a threat to them, Somo lote Jesus, ambalo limekuwa tishio shall kwao be the easiest one. litakuwa somo This rahisi kwao. exam shall be the cheapest and Mtihani easiest huu for them. atafaulu kwa urahisi In the kabisa name of Jesus katika Christ, jina la Yesu I Kristo. cause the spirit of fear of favor, Na laani of roho ya fear hofu of kwa failure, roho ya hofu ya fear of kushindwa, failure, fear of failure. roho ya hofu ya I kushindwa cause you out of their life. na In the kulaani name of utoke Jesus, maishani mwao the katika jina la spirit Yesu. of faith come afresh upon Roho ya them. imani iwajie kwa Come upya, afresh upon them. iwajie kwa upya. Oh, brekatu shikata la brando bralaba. Lebrando loboshia la brando la bralaba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Father, we pray for these ones. Baba, tunawaombea waliokuwa hapa mbele. Please, congregation, sit down. Kusanyiko tuketi, kanisa tuketi. We pray for them Tunawaombea as they go and anyone they have been presenting wherever they are. wanapoondoka na kila wanayemwakilisha hapa, Father, as they go for this exam on Wednesday and wanapoendea Thursday, mitihani hii Bwana, let your hand rest upon them, mkono wako upate kwa juu yao, the hand of excellence, mkono wa ubora, and cause every one of them to excel in this na exam. uwafanye wote wafanikiwe katika In the mitihani hii name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Jesus, Yesu, I decree natamka supernatural success for every one of them. mafanikio ya kiungu kwa kila mmoja. Everything they have learned, Kila walichojifunza
Lord, they will not forget it in Bwana their hawatasahau. Every distraction of any kind Kila kizuizi cha namna yote shall not be their portion in the name hatakuwa of fungu Jesus. lao katika jina la I Yesu. cover them with the blood of Jesus. Nawafunika kwa damu ya Yesu. Wherever they are, Popote walipo they are returning with their testimonies. wanarejea kwa na shuhuda zao. Their papers, Lord, and the invigilators and the examiners, Lord, we decree your favor upon it. Wasimamizi na wote By your wanaohusika na favor, mitihani, kibali chako none of juu their yao. paper will be missing. Kwa kibali chako None of hakuna their result will be atakayekosa. missing. Hawatakosa In the mtihani name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. And this is just the beginning. Na huu ni mwanzo tu. None of them will drop out after this exam. Hakuna atakayeishia They njiani will baada go ya to a greater mtihani. height in their Watakwenda academics. katika viwango vipya In Jesus' vya juu glorious katika name. masomo yao katika So jina la shall Yesu. it be. Ndivyo itakavyokuwa In Jesus' name. katika jina la Yesu. And we are going to be anointed, Lord, as this oil come upon them. Tapakwa mafuta. And everyone Bwana they are mafuta yana kwa representing. ajili juu yao. And let it be oil of success Mafuta ya mafanikio. and oil of excellence. Mafuta ya ubora In Jesus' name. katika jina la Yesu. Choir, stand and sing. Kwaya tusimame tuimbe kwaya. E Bwana uniwe. Sing. Imba ule Bwana uniinue. E Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana unipandishe, e Bwana kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana unipandishe, e Bwana uniinue kwa imani, nisimame nipande milima yote. E Bwana unipandishe, e Bwana Stand up for your Kanisa tusimame tusimame. nisimame nipande milima yote. And if today is your first time of coming to this church, come forward here. Let's Kama ni mgeni, ni mara ya kwanza unaabudu nasi, tafadhali njoo mbele. Wewe ni Today is your mgeni, first time of coming to unaabudu nasi kwa mara ya this church. Please kwanza, come njoo forward. mbele. Come forward. Today is your Mgeni, first time of coming. uliyetutembelea Come karibu. forward. Let's pray together here and close. Wewe ni mgeni, umeabudu pamoja nasi kwa mara ya Today is kwanza, your first time tafadhali of njoo coming to mbele. this church. Please come forward here. Let's receive Ni you. mara ya kwanza unashiriki nasi ibada ya Jumapili, njoo mbele. Endelea ninazidi kutembea, maumivu yasikie. E Bwana unipandishe, mbele ninaendelea,
nataka uombe. Anything you desire in this month of October, Chochote unachotamani katika mwezi wa all through 10, this fourth quarter of the year, katika hii robo ya on this mwisho ya prophetic mwaka, service, the first Sunday of the month, katika ibada hii ya kinabii, lift up your voice and baada ya declare kwanza ya it. mwezi, inua sauti Before I yako declare tamka. favor over your life, lift Kabla up your sijatamka voice kibali katika maisha and yako, declare it and declare it. tamka In sasa. your business, in your career, Nini unataka uone in kwenye your biashara, family. kwenye taaluma, Oh, kwenye declare it, familia? declare it, declare it. Tamka unachohitaji kuona. Oh, yeketo shakiaba baliba. Rande keteki ya talaba labu shalaba. Oh, belaba labu shelia balaba labu shalaba. Ibra labu shalabu shalaba labu sheketo lia balaba. Oh, belia baba shekia talaba laba. Alia baba sheketo kia talaba. Oh, brekete kia talaba labo. Rande kia tekada. O breketu balaba laba shalaba. Aliande kia talaba laba. Elia baba soloboli ababa la brando balaba. E brando brakato. Brande kete keto brali shalaba. Lord, visianda kaliabo shakiata. Brali sakate le bralaboshia. Mali balande kiate lia baba. Brali bali kate keto. E brande kitaba basole baliaba. O breketo la bralabosha liaba labo. Brande ka brali shakiata laba. Brali bala bala bakete ketelia. Aliaba bala brali shakita la bralabo. Lord, hear the prayers of your people. Bwana, sikia maombi ya watu wako. Let no evil before your people. Mabaya yasiwapate Lord, Bwana. let your people break forth on every Watu wako side. wapate mipenyo I pande want you to zote. pray again. Lord, let the theme of this month answer in my life. Tamko la ibada ya leo lijibu Answer katika in my maisha yako. business. Lijibu kwenye biashara yako. Breakthrough is my heritage in Christ. Let it answer. Lord, cause me to break forth on every side. Bwana, nifanye I am nipenye moving pande forward zote. on every side. I Napenya am pande moving forward zote. on every side. Nasonga mbele I am pande moving zote. forward on every side. Nasonga mbele I pande am zote. moving forward on every side. I am moving forward on every side. Nasonga mbele Oh, pande I'm zote. breaking forth, no breakdown in my life. Nasonga In mbele, my hakuna kushindwa. career, in the name of Jesus Christ. Oh, break it, Iliabalaba. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. And let's pray. Tuombe. Let's pray for this country, Tanzania. Tuombe nchi ya And Tanzania. at this month of election, that election shall be a peaceful one. Mwezi huu wa uchaguzi uwe wa amani. And the people that fear God shall be elected. Na wachaguliwa In watu the wenye hofu ya parliament, Mungu in bungeni, councilorship, everywhere. katika ngazi Lift zote up za your voice and uongozi. pray. Lift up your Inua voice. sauti yako na uombe. Lord, we bring, Lord, to your throne. Lord, the election coming in this month Uchaguzi unaokuja mwezi huu of October wa in this land of Tanzania. katika nchi ya We Tanzania decree peaceful and credible election tunatamka uchaguzi in wa all the amani regions, in all the provinces, in the name of Jesus katika Christ, in jina all la the Yesu villages, Kristo. in the name of Jesus Christ. And only God fear it. He said, when the righteous is on the throne, the people rejoice. Sasa mwenye yake anapotawala Lord shall watu be furahi. elected. Oh Lord, to pioneer the affairs of this country, in the parliament, in presidency, in Wenye yako councilorship, watachukua nafasi and everyone, bungeni, Jesus, kwenye urais, kila we eneo. commit into your holy hand. Kila mmoja We atamkabidhi commit mikononi into mwako. your holy hand. Tunakabidhi There mikononi shall be mwako. no evil story of any kind. Hakutakuwa na habari mbaya There kwenye shall be no uchaguzi. evil story of any kind. Hakutakuwa na habari mbaya In kwenye the name of uchaguzi. Jesus Christ, Katika jina la Yesu Kristo. any plan of the devil Mpango wote wa known shetani against this election is cancelled. Any kinyume plan na of the uchaguzi huu devil umebatilishwa. against this election is cancelled. Any plan of the devil Mpango wa against this shetani election is kinyume na cancelled. uchaguzi huu In umebatilishwa. the name of Jesus Katika Christ, jina la Yesu this Kristo. land have been peaceful and it will continue to be Nchi peaceful. imekuwa ya amani, itaendelea kuwa na Lord, amani. indelebo shia la balaba. Tendelebo shia la balaba shala balaba. Lord, choose the leaders by yourself. Bwana, jichagulie Choose the viongozi leaders wako by mwenyewe. yourself. Jichagulie Choose the viongozi leaders wako by mwenyewe. yourself. Jichagulie Choose viongozi the wako leaders by mwenyewe. yourself. Jichagulie viongozi wako Oh, you mwenyewe. know the heart of everyone. Bwana, unajua Choose mioyo the ya kila leaders by mmoja. yourself. Jichagulie viongozi To wako the mwenyewe. glory of your name. Kwa utukufu wa jina lako. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' glorious Katika jina name. tukufu la Yesu. Somebody shout a louder Sema amen. amina kubwa. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa.